Hallelujah. Bwana asifiwe. Hebu andika against destiny killers, yani kinyume dhidi ya wauaji wa hatima. Kinyume, kusimama kinyume dhidi ya wauaji wa hatima. Nitafundisha kwa upole na kwa uaminifu kabisa ili kukuweka sawa. Amen. Nimekuwa nikifundisha mafundisho ya msingi kwa ajili ya ujenzi wa kanisa na mtu mmoja mmoja, sawa, ili uweze kupambana na maisha. Wiki iliyopita niliwafundisheni subject inayosema kusimama kinyume dhidi ya wauaji wa ndoto. Amen. Wauaji wa ndoto. Nikaeleza ndoto ni mkusanyiko wa taswira nyingi, na mwisho wa siku unafika mahali umelala unaota zile ndoto. Na nikasema ndoto ni matokeo ya aina ya mawazo. Kuna mawazo yanaitwa mawazo hai na mawazo mfu. Nikaeleza eneo hili kwa upana sana. Nikasema mawazo hai yanafanya kazi, yani active mind inafanya kazi wakati huu ambao mnyinyi mnanisikiliza na mnaniona. Na wakati mwingine unaweza kunijibu. Sivyo, nikauliza swali na wewe unajibu. Haya yanaitwa mawazo yaliyo hai. Sasa mawazo mfu, tunasema eneo la mawazo mfu huwa utendaji wake wa kazi unafanyika wakati mwili umepumzika. Kwa mwili unapokuwa umepumzika, ndio dormant mind inafanya kazi. Yenyewe ni kama recorder, ina rekodi mambo yote ya mchana, lakini usiku wakati umetulia, yani umelala. Na sio usiku, hata mchana watu wanaota ndoto, sivyo? Wakawa wamelala. Kwa hiyo mchana utashangaa unaota. Ni kitu ambacho ulikirekodi jana, ulikisikia au ulikiona. Kwa mfano, unaweza kupewa historia ya Simba alipokuwa mkali, anauma watu na nini. Umesikiliza tu kama ilivyo. Kwa hiyo unataka shangaa, umelala unakutana na Simba. Kazi yote inayofanyika ni nyuma ya mawazo yaliyokufa. Sasa tukasema kwamba kuna watu wanaua ndoto. Yaani kuna viumbe, kuna mazingira, kuna hali ya hewa, kuna tabia zimeandaliwa kwa ajili ya kuua nini? Ndoto. Na tukasema Mungu anaweza kusema na mtu wake kwa njia ya neno, kwa njia ya sauti, na kwa njia ya ndoto, au neno la Mungu, au kwa njia ya kuhubiri na kadhalika. Sivyo? Kwa hiyo Mungu anaweza sema hivyo. Na tukasema kama ndio ndoto pia ni sehemu ya Mungu kusema na watu wake, basi tukubaliane ya kwamba kuna watu pia wanaweza kuua ndoto zako. Amen. Ndoto ni matarajio, ni kitu ambacho unacho kwa kipindi hicho na unakiona ukifanyie kazi. Kwa nikasema ni muhimu sasa overcome nini? Hiyo hawa wauaji wa ndoto. Tunasema dream killers. Tukasema ndoto ni series ya mawazo au sensations ambazo zinajidhihirisha kwenye ulimwengu wa mawazo. Kwa hiyo ni muhimu sasa tukasema pawe na surgery ya brain, ubongo. Yaani kila mmoja anapaswa ajue ubongo wako ni wa thamani sana, mawazo yako ni ya thamani sana. Kitabu cha Warumi sura ile ya 12 sasa ule mstari wa 2, Paulo anasema na hao Warumi, anaeleza, anasema wala msifuatishe namna ya dunia hii, bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu, mpate kujua hakika mapenzi ya Mungu yaliyo mema, ya kumpendeza na ukamilifu. Anasema bali mgeuzwe kwa kufanya upya nia zenu. Anaelezea kwa habari ya kugeuzwa mawazo. Nia ni mawazo uliokuwa nayo. Biblia inasema Mungu yanatuwazia mawazo yaliyo mema, sio hivyo? Tena tupate tumaini siku za nini? Zile siku zetu za mwisho. Kwa hiyo Mungu anashughulika sana kwenye ulimwengu wa mawazo. Somebody say amen. Mungu anashughulika sana na ulimwengu wa mawazo. Ulimwengu wa mawazo ulimwengu unaofanya kazi kubwa sana. Sasa leo tuende na kwenye eneo jingine linalosema hatima. Semeni wote hatima. Kwa Kiingereza wanaita destiny. Amen. Hatima ya mtu. Lakini tunasimama kinyume na wanaoua hatima. Tunasema against destiny killers. Semeni against destiny
killers. Wanafunzi, na vizuri mkaamka mkanisikiliza. Leo anayelala kikweli nimebeba kidogo kipulizio. Nitakupulizia usoni na uchanganyikiwe, ili kwamba unisikilize tu na mwisho siku ushinde habari ya vita vyako. Na unalala unajijua kabisa mimi mlalaji. Kwani vizuri ukabeba maji unakunywa, achele ubaili. Mimi nafundisha, mimi sihubiri hapa makelele. Na kufundisha ili upate nini? Amani kwenye maisha yako, kwenye ndoa yako, kwenye familia yako, kwenye kazi yako. Nyuma ya mafundisho tuliona kitabu kile cha Yohana sura ya 2 mstari wa 1 mpaka wa 5. Tukasema kwamba mtu yoyote ili aweze kufanikiwa ni mtu ambaye anayefuata maelekezo. Kwa hiyo ni muhimu kama mfuasi wa maelekezo. Sehemu nyingine nasema be doers of the word, yaani uwe mtendaji wa neno, usiwe mlopokaji tu, usiwe unasema maneno lakini ufanye kazi. Mtu wa Mungu, mwana wa Mungu, unapomkubali Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yako, Mungu anatarajia uwe mtu wa utendaji. Amen. Mtu mtendaji wa neno ni mtu ambaye anatafuta sana maarifa. Sema maarifa. Kitabu cha Mithali 4:7 Biblia inasema katika mambo yako yote uyafanyayo hitaji sana ufahamu. Amen. Kitabu cha Hosea 4:6 anasema watu wangu wanaangamia kwa kukosa maarifa. Maarifa ni nguvu. Anasema pasipokuwa na nguvu hatuwezi kushinda chochote. Kitabu cha Mathayo sura 11 ule mstari wa 12 anasema tangu enzi ya Yohana Mbatizaji hata leo ufalme wa Mungu unatekwa na wenye nguvu. Nguvu manake ni maarifa. Somebody say amen. Kwenye maisha yako mwanadamu Kristo unahitaji sana nguvu. Unahitaji nguvu ya mwili, unahitaji nguvu ya maarifa. Sehemu nyingine Biblia inasema kwenye kitabu cha Luka sura 11 kama sijakosea ule mstari wa 21 mpaka 22 anasema mtu mwenye nguvu alindapo mji wake vitu vyake vinakuwa salama. Lakini ajapo mwenye nguvu zaidi anasema atakukamata na atakuweka chini, alafu atafanya uharibifu anaotaka, lakini usio wewe katika jina la Yesu. Tunapoelezea wauaji wa hatima zetu, ni muhimu tukatambua nini maana ya hatima. What is a destiny? Destiny ni nini? Hatima ni nini? Bwana Yesu asifiwe sana. Hatima kwa lugha isiyo sahihi, tunasema kwa tafsiri isiyo sahihi, kwa sababu unaweza kutafsiriwa maana moja, neno moja linaweza kuwa tafsiri nyingi sana, kwa Kilatini, kwa Kiebrania, kwa Kiswahili na kadhalika. Hata mimi nikikuuliza nini maana ya hatima, utanipa jibu, na hiyo jibu si la uongo, ni jibu la kweli, lakini nimejaribu kueleza maana tu ya hatima. Amen. Hatima nini? Tumesema hatima ni mazingira ambayo yameandaliwa yaweze kutokea kwa ajili ya kesho yako. Ni mazingira yaliyoandaliwa, yaani kuna kitu kimeandaliwa kwa ajili ya kesho. Sasa hicho kitu kilichoandaliwa unahitaji wewe ukifikie. Yaani inawezekana Mungu amekuandalia baraka za kuitwa kuwa mfalme, kuwa rais. Yaani uraisi unaandaliwa na Mungu, kesho yako inaandaliwa na Mungu. Lakini kile kiwango cha kuwa rais, kile kiwango ile hatua ya kuwa mama wa watoto wengi, ile hali ya kuwa mchungaji, sio ya kuwa nabii, sio Mungu tena. Mungu amekuandalia wewe kuwa ni mchungaji. Yaani Mungu anakujua wewe kuwa ni nabii. Mungu anakujua kwamba wewe hapa ni mfanyabiashara mkubwa. Mungu yeye ameandaa hatima inaitwa destiny yako. Yaani mazingira yaliyokwisha kuandaliwa kwa ajili ya kesho yako. Sasa ni namna kufika kwenye kile kilichoandaliwa kinahitaji maamuzi ya mhusika mwenyewe. Unaweza kunishangilia vizuri hapa. Yaani hivi, Mungu anakujua kwamba wewe ni daktari, lakini kufika uwe daktari sio Mungu anakupeleka pale, bali wewe sasa unapaswa uamue niwe daktari kweli. Ananielewa? Sema mimi na nguvu. Ndio maana watu wengi wao ukiangalia katika ile kawaida unamwona huyu hapa ni kiongozi, ni waziri angekwepo, huyu ni mkurugenzi, lakini unamwona yeye ni baba wa wanawake 6. Anakuwa ni hamjana kitu, yaani anaoa wanawake 6, si kwa sababu ya mila na tamaduni zao. Ni kilichompelekea kuoa wanawake 6 ni uongozi. Sema uongozi. Yaani yeye aliwekwa kuwa kama leader, kama kiongozi, lakini akujitambua
ni kiongozi wa namna gani, ni mtu wa aina gani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii tunasema tunaposema hatima ya mtu ni nini? Hatima ya mtu ni kesho iliyoandaliwa na Mungu. Mshangilie Bwana Yesu. Ni kesho iliyoandaliwa na Mungu. Sasa ili kufika pale, Rafael, ili ufike hiyo kesho iliyoandaliwa na Mungu, haihitaji Mungu akupeleke pale. Unahitaji wewe kuamua. Amen. Inaitwa decision making. Kwamba mimi nakwenda, kesho yangu ni hii hapa. Na ndio maana nikupe mfano mmoja. Wakati nasoma, nilipofika O level kwa maana ya form 4, baba yangu akafariki kabla ya kufanya mitihani. Lakini baba alitamani sana kwamba siku moja anione kwamba mimi ni mwanasheria, at least niwe na degree ya sheria. Mnaelewa sheria? Na mimi sasa nilitamani hivyo. Nilipozaliwa nikawa najitambua, nikawa natamani kusaidia watu wenye shida. Yaani mtu anayeonewa, mwanamke anayepigwa na kadhalika. Nikatamani hivyo. Nikatamani sana. Nikiwa bado mdogo, wenzangu wakigombana naenda nasuluhisha. Nasema kwa mkiumizana inaleta faida gani? Ni muhimu mkaombana msamaha. Kwa hiyo nikiwa bado mtoto mdogo tu hivi, nilikuwa nakwenda sehemu nawaambia pataneni. Kwa nini mmepigana? Namkusanya huyu wanapatana. Kumbe baba yangu na yeye alikuwa na hiyo spirit ya kupatanisha. Lakini Biblia inasema kitabu kile cha Mathayo ile sura ya 5. Tunakumbuka vizuri. Anasema heri wapatanishi. Si ndivyo? Maana wataitwa nani? Wataitwa wana wa Mungu. Kwa hiyo kuna kitu ambacho unapokuona ataitwa mwana wa nani? Kanisa ataitwa mwana wa nani? Unaona destiny, hatima ya mtu inapangwa na Mungu. Unaweza kuona mimi niliishi hivyo, nikawa napatanisha. Leo hii ni mwana wa Mungu. Mimi ni mchungaji na kupatanisha wewe na kuondoka kwenye ulimwengu wa dhambi na kuleta mahali pa raha. Sasa mnashangilia jamani. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ndivyo ilivyo hatima. Kwa hiyo kwenye maisha yako hivyo. Na mimi sasa kwa sababu nilitamani kwa siku moja niwe mwanasheria, miaka mingi ilipita, nilipata nafasi nikaenda kusoma. Nika graduate na mimi, sawa? Nikawa hivyo. Sasa hivi ni mazingira kumalizia tu kwenda law school na mimi niwe na muhuri wangu. Kwa kuna vitu ambavyo vipo, hatima ya mtu inaamuliwa na mtu mwenyewe. Ndio maana kuna watu wanaitwa destiny killer, wauaji wa hatima. Yaani hao wanaitwa wasoma nyota. Wanakujua wewe hapa jinsi ulivyo, wewe ni cancer. Kwa hiyo tunafanyaje sasa? Wanachokifanya wanabatilisha ule mwelekeo, ule mtazamo wa kwako wa kuwa mtu fulani, wanakupeleka kuwa mtu mwingine. Yaani kuna watu wamebadilishiwa mienendo bila wao kujua. Ulipaswa leo hii uwe mfanyabiashara mkubwa sana, lakini leo hiyo ni mwalimu unafundisha. Ulipaswa leo hii uwe kiongozi mkubwa sana sehemu. Ulipaswa mfanyabiashara mkubwa sana, ukaolewa mapema kabla ya ule muda kufikia hatima. Mungu anaweza kubadilisha. Haijalishi ya kwamba umeolewa mapema, umeoa mapema, haijalishi uko hapa, lakini wewe ni kiongozi. Wewe ni mtu muhimu sana. Wewe ni wa thamani sana. Somebody say amen. Bwana Yesu asifiwe. Huhitaji kukata tamaa kwa sababu kesho ya mtu imeamuliwa na Mungu. Kitabu kile cha Yeremia ile sura ya 1 mstari wa 4, Mungu anasema na Yeremia. Anasema kabla hujatungwa tumboni mwa mama yako, amen, mimi nalikuona. Ulipotungwa nikakutakasa, kisha nikakufanya kuwa baba wa mataifa, kuwa nabii wa mataifa, Kwa hiyo Mungu anamtambua Yeremia kabla hajatungwa tumboni mwa mama yake. Wewe Mungu alikutambua kabla hujatungwa tumboni mwa mama yako. Nikasema haijalishi umezaliwaje, haijalishi umetungwaje, mimba yako ilitungwa vipi, haijalishi. Kuna wakati niliwahi kusema hivi jamani, haijalishi mama yako alipata ujauzito akiwa anasoma shule ya msingi, haijalishi mama yako alipata ujauzito alibakwa, jamani, haijalishi hiyo. Narudia, haijalishi hiyo. Mungu angalii kule kubakwa kwa mama yako. Mungu anaangalia ni lazima mama apate mtoto. Anajua Agnes lazima apate mtoto, na huyu mtoto atakuwa ni mfalme. Huyu mtoto atakuwa ni kiongozi. Atazaliwaje sio jukumu lako. Mungu anaangalia hatima ya kila mmoja. Sema ninayo hatima. Semeni ninayo hatima. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hiyo shida ni hivi, kujigundua wewe ni nani ndio kosa kubwa ambalo shetani amefunika. Kitabu kile cha Isaya sura ya 42, tanisomea ule mstari wa 18 mpaka 22. Anasema ni nani nimtumaye, ni nani nimtumaye, ni nani anasema, somea kidogo hapo muone ile andiko lilivyokuwa nzuri. Ni nani ametaja baada ya kipofu, ametaja baada ya kiziwi. 42:18 mpaka 22. Jamani, nisomee hapa uone. Anataja watumishi, ni mtumishi kabisa wa Mungu, yuko hapo, lakini hatima yake imepingwa, hatima yake imefichwa, hajui. Yaani ana macho lakini haoni, anasema anaye masikio lakini hasikii. Aliyefika somo. Sikilizeni enyi viziwi. Sikilizeni enyi viziwi. Tazameni enyi vipofu. Mpate kuona. Amesema viziwi na enyi vipofu. Mpate kuona. Ndio. Ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu? Ni nani aliye kipofu ila mtumishi wangu? Au aliye kiziwi kama mjumbe wangu nimtumaye? Ndio. Ni nani aliye kipofu kama yeye aliye na amani? Naam. Yaani kipofu lakini anayo amani. Naam. Kipofu. Naam. Kipofu kama mtumishi wa Bwana. Anaona mambo mengi lakini hayatii moyoni. Anaona mambo mengi lakini hayatii wapi kanisa? Moyoni. Masikio yake yao wazi lakini hasikii. Ndio. Bwana akapendezwa kwa ajili ya haki yake. Kuitukuza sheria na kuiadhimisha. Ndio. Lakini watu hawa ni watu walioibiwa na hapa sasa point yangu ni kubwa, lakini watu hawa ni watu walioibiwa na nini? Yaani wewe ni mtumishi wa Mungu lakini hujui hatima yako. Ndio maana unagombezwa. Wewe ni mume, umeoa, una mke, lakini uoneshi kama wewe ni mwanaume. Wewe ni mke, umeolewa na wewe mwanamume, ujioneshi, ujitambulishi kama wewe ni mwanamke. Inafikia mahali mwanamume anakuambia nitakufukuza, utaenda kwenu. Na unapaswa ujiulize, mimi kwetu ni wapi? Ni maswala hizi. Kwetu ni wapi? Tumejenga. Tumeshajenga hapa. Tunaishi hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo sema ni nani aliyokuwa kipofu kama sio mtumishi wangu? Nimtumaye. Wanayo macho lakini hawaoni. Wanayo masikio lakini hawasikii. Wamenaswa kwenye matope. Ukisoma Bwana sio? Anasema wala hakuna sauti inayosema rudisha. Nikupe tafsiri nyingine ya pili. Destiny ni nini maana yake? Kibiblia destiny ni nini? Hatima ni nini? Amen. Hatima ni nini? Destiny anasema is what God created you to be. Destiny, hatima ni kile ambacho Mungu amekiumba. Yaani amekuumba wewe uwe. Amekufanya wewe uwe. Uhitaji kuingilia maisha ya mtu mwingine. Wanaelewa sana nguvu. Ndio maana uhitaji kuiga sauti ya mtu mwingine. Wewe ndani ni mtumishi, unaitwa, una wito ndani. Uhitaji kuhubiri kama prophet Luo. Amen. Mungu amekuumba kama ulivyo. Uhitaji kutembea kama prophet Luo. Wanaelewa sana nguvu. Bwana asifiwe. Mungu amejua hatima yako ya kesho. Unachopaswa kufanya ni kupigania mazingira unayopitia leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Sawa na hivi. Ana amefanya mitihani. Yaani mitihani mwaka jana ya kufanya vizuri. Angeweza kuendelea na chuo. Lakini Noah akasema bado credit hazijatosha. Inabidi nisiongeze nini? Credit. Ni hivi. Sara anataka kuwa nesi, nimesema. Yaani kiu yake ni kuwa muuguzi, kuwa nesi. Angeweza kwenda na akaanza na certificate kule mwanzoni. Angeweza kwenda. Lakini akasema ngoja niongeze kwanza, nilisiti mitihani ili nijaze credit na masomo yanatakiwa ya mimi kuwa nesi. Wanaelewa sana na nguvu. Mungu anamtambua, anamuona Sara kuwa ni nesi. Ni mama, anaweza kuhudumia wagonjwa. Ana moyo, ana passion ndani. Lakini ile hawezi kwenda, sio Mungu anamsukuma, nenda uvae joo, sawa, uwe nesi. Uanze kushika manini yale. Haya, kaa hapa,
la Sara kuvaa ile nyoo na kuvaa kale kadudu ni maamuzi yake yeye. Hapa seme, hapa nilipo mimi ni binti, najua kabisa napendeza, najua kabisa nikifanya nikirembua hivi wana vijana wananikimbilia, lakini mimi hapa bado sijafika chuo, bado sijamaliza chuo kikuu, bado nahitaji kwanza nijikane, nijifunze, nifanye mitihani, niingie chuo, nimalize, niwelesi. Ala sema mimi nguvu. Kwa kesho ya mtu imeandaliwa na Mungu. Njia ya kuifikia ile kesho sio Mungu tena. Somebody say amen. Mungu anakusaidia tu ufike pale kwa njia ya maombi. Amen. Kwa njia sala, yani prayer and supplication, fasting prayer, maombi ya kufunga, kutoa dhabihu, kujiingiza kanisani, kwenye huduma mbalimbali. Hizi zote ni njia za wewe kufikia hatima yako. Ananielewa? Sema mimi na ndio maana sikiliza, waliokuwa kwenye chuo kama hiki ambacho wakifundisha hawawezi kupotea kwenye maisha yao, maana kila mmoja anajitambua yeye ni nani. Ukiwa kama Mungu amekupangia kwamba wewe maisha yako yatapatikana kwa njia ya kukamata tenda kwa maana za ujenzi au biashara, ni muhimu ukajijengea mazingira ya nidhamu. Nidhamu. Unaweza ukawa na bidii nyingi kwa habari ya kesho yako Mungu ambaye ameipanga, lakini tabia inaweza ikukosanisha wewe usifikie kesho yako nzuri. Anaendelea sema amina nguvu. Anaendelea sema amina nguvu. Wangapi mlifurahia somo hili? Niendelea au umechoka? Niendelea kidogo, sio? Kwa hiyo tumegundua what is destiny. Tumeona destiny is what God created you to be. Lakini destiny ni nini? Hatima yako ni nini? Cheupe. Hatima yako ni nini? Tunasema ni divine purpose. Hatima yako ni malengo ya kiungu ndani yako. Yaani Mungu ameweka malengo yake ndani yako. Anataka umtumikie. Anataka umfurahishe. Haleluya. Anapokuona unapozeka, Mungu anataka jivunie. Twende kitabu cha Ayubu sura ya kwanza. Nisomeni kitabu kile cha Ayubu sura ya kwanza mstari wa kwanza ile mpaka mstari wa 10. Kuna point pale nitakwenda kuwaambia kwamba Mungu anajivunia mtu gani? Anajivunia mtu ambaye amemtengenezea kesho yake, na huyu mtu anaishi ile kesho yake akiwa bado leo. Kwa hiyo tunapaswa kuishi kesho yetu tukiwa bado leo. Haleluya. Anaendelea. Soma hapa Ayubu tuone mpaka mstari wa 10 tutakwambia uruke wapi. Mimi ninasema walikuwa na mtu katika nchi ya Usi. Jina lake alikuwa akiitwa Ayubu. Kwanza anatambulishwa jina lake, alikuwa akiitwa nani? Ayubu. Ndio. Mtu huyo alikuwa mwaminifu na uelekevu. Sifa namba moja, alikuwa ni mwaminifu na mwelekevu. Yaani anashinda nyuma ya kuelekezwa. Kama mshangilie Jesus. Wana victory, mshangilie Yesu Kristo. Ninyi ni wanafunzi wazuri sana. Kwanza mna madaftari wote, mna kalamu wote. Anayekataa kuandika tu ni kiburi chake, yana anapuuzia kwamba yeye ana akili sana. Pokea na wewe neema, Mungu akubariki sana. Endelea hapa mnisikie vizuri. Endelea, nasemaje? Ni mmoja aliyemcha Mungu. Mwelekevu lakini anayemcha Mungu, ndio. Anaepukana na uovu. Anaepukana na nini? Jamani, Mungu alimwambia aepukane na uovu. Ni yeye mwenyewe kwamba ili aweze kuishi vizuri, aonekane kuwa ni mfalme katika ule mji. Sawa, maeneo tazama. Ni yeye alijielekeza kuepukana na nini? Na uovu. Ili ufikie hatima yako Mungu ambayo amekupangia. Hiyo shikeni nafasi hii jamani. Jitahidi sana Noela. Jitahidi sana kuepuka nini? Uovu. Umeshaokoka, umempokea Yesu Kristo kwa Bwana na Mwokozi wa maisha. Jitahidi sana. Usisubiri mchungaji au nabii au mwinjilisti akukaripie, acha dhambi. Umeshaokoka. Unajua kwamba ili nifike kwa ajili ya hatima yangu kesho, mimi hapa sihitaji kufanya hiki hapa. Hili jambo sio la thamani kwangu. Nitazeeka kabla sijafika. Endelea, anasemaje Bwana? Anasema kisha walizaliwa kwake wana 7. Wana 7. Na binti watatu. Soma quickly please. Mali yake nayo ilikuwa ni kondoo 7,000, na ngamia 3,000 na jozi za ng'ombe 500. Na punda wake 500. Cheki alivyofanikiwa huyo Ayubu. Tumshangilie Ayubu jamani.
alivyofanikiwa. Unaona? Sifa zake za kwanza zimeshiba. Sio hivyo? Sifa za kwanza zimeshiba. Soma hicho kitabu, ni kizuri sana. Sifa za Ayubu za kwanza zimeshiba. Mimi nikitamani katikati yenu mtu mmoja akitoka hapa akafungua kitabu cha Ayubu, aanze kusoma zile sifa, alafu aje kwenye madhabahu, aanze kuita ule uwepo. Ule uwepo. Na ndivyo ilivyo. Ita utagundua kwamba kuna maeneo yanakufanya wewe usifanikiwe. Pengine ni kiburi, pengine tabia kwenu, pengine kahasira fulani, pengine hali fulani. Utajigundua anasemaje? Akawa na watoto, akawa na mali nyingi, akawa jina lake likasikika kwa sababu ufalme aliokuwa nao. Shamani sema, ndio anasemaje mwanangu? Na watu wengi nyumbani mwake. Basi hivi mtu huyo alikuwa mkuu sana, alikuwa watu wote sana, kuliko watu wote wa upande wa mashariki. Mungu alimrekebisha, anasema kuliko watu wote upande wa mashariki. Nani anatamani awe hivyo? Lakini nyuma, haujachelewa jamaa, tukumbukane. Nimesema hujachelewa. Tafadhali. Mimi nasema tafadhali, wala usilale hapo. Unajua mafundisho ni muhimu sana, ndio unalala. Shetani anajua huyu bwana anafungua fahamu za watu sasa hivi. Ndio maana wewe kama unalala usimama tu, kama unalala simama ufisikilize huko unatazama. Itakuwa ni nzuri sana. Baba unajua ndio kusimamisha na baba. Ndio kusimamisha. Ni kweli. Kwa hiyo ni muhimu sana kutambua kwamba huyu mtu alikuwa nini? Mkuu sana upande wa nini baba? Upande wa mashariki. Akao mkuu wa kuheshimika sana. Sasa jamani, nimeuliza nani anataka awe hivyo? Ina maana kama ni binti, anza kujenga mazingira sasa kwamba Mungu amekupangia utakuwa mwanamke akiwa na watoto. Ni wa aina gani? Kuwa mwanamke wa aina gani? Sio kama Mungu wewe atakwambia uvimbe kwanza mashavu, sio nini. Ni wewe mwenyewe ndio unaanza kujiseta. Kuna jambo hili sijalimaliza, nahitaji kujifunza. Na leo namaliza chuo cha nini sijui kile cha saluni, ili kwa niweze kuwa mama mzuri na mabinti zangu wanasoma pale. Mama mzuri baadaye, yani sio mzigo kwa mtu huyo ambaye atanipenda mimi, sio na nitakuwa naye. Ni lazima niwe na kazi ya kufanya. Kwa hiyo lazima niingie chuo, lazima nijifunze hapo. Hii future jamani, kesho ya mtu imeandaliwa na Mungu, sio kuifikia kesho yako sio Mungu bali ni nani? Amshangae Jesus kumtegemea. Anasemaje tena wanangu? Nao wanawe huenda na kufanya karamu katika nyumba. Wanakwenda, ukishafanikiwa, ukiwa mnyenyekevu kwa Mungu, ukiwa mwadilifu kwa Mungu, Mungu anakupa baraka. Sasa jamani, watoto wanafanya sherehe, watoto wanafanya kila alfa, wanafika mahali, wanabuku tu tiketi, wanaenda Nairobi, wanapumzika likizo yao kule. Wanakwenda Ruvuma, wanafanya hivyo. Na wao sema watoto wako pia waandike, watoto wako kina Alex kina nani, waandike. Ni kwa sababu nyumba kwanza ya uadilifu, nyumba kwanza ya utakatifu, nyumba kwanza ya kukataa uovu, kukataa mabaya. Watoto wakafanya sherehe. Endelea. Nao wakatuma na kuwaita mambo yao watatu, ili waje kula na kunywa pamoja nao. Basi ilikuwa hapo siku hizo za karamu zao zilipokuwa zimetimia, Ayubu utuma kwao akawatakasa, kisha angalia jinsi alivyo Ayubu. Mbona waambie kitu kimoja, napeni siri hiyo. Ayubu ilikasema hivi, kabla ya watoto wale kufanya sherehe, anawaita, anawatakasa, yaani anawaombea, anawasafisha miguu, anawatawaza kwamba mnakwenda huku, sawa, huku kuna nyang'ao, kuna wanaume, kuna vijana, sawa, wasiojua Mungu wangu. Huku mnakuelekea, mnapaswa kukingwa na Mungu wangu. Unaweza mama ina nguvu. Yaani kama unaeleza binti yako, unamwambia mimi nataka naongea na Angel, naongea na Glory, naongea nao kwamba mwanangu unakuwa sasa hivi unapendeza, lakini huku unakuelekea unahitaji kujua tu kitu kimoja. Hakuna mwanamume mzuri zaidi kama babako. Msikilize babako. Msikilize chochote. Niombe fedha, niombe chochote. Mimi nikupa ushauri wa kusoma, uende mbele. Mimi nitakutunza. Alfa anaambiwa na mama yake, hakuna mwanamke mzuri kumbele. Mimi mama yako ndio mzuri. Hamna mtu mwingine. Kwa hiyo unachopaswa wewe kunisikiliza mimi, usome. Anapomaliza huko, anajua kumbe natakiwa napata. Tayari ameshinda ulimwengu wake. Ayubu sasa anasema hawatoi watoto wake hivyo hivyo, ili waende kule mitaani wawe wafanywe viaka. Ayubu anawaita, anasemaje? Anawatakasa. Anawatakasa. Mshangilie Bwana Yesu.
Mpe Yesu makofi basi kama unapenda. Anawatakasa, anawatamkia mema, anawaambia ukweli. Kuna point na itafuta. Endelea kusoma kwa speed sana nisikie. Kisha karauka na mapema asubuhi. Mapema asubuhi, morning glory. Na kusongeza sadaka za kuteketeza. Anatoa sadaka za kuteketeza ambazo prophet Jeremiah anazifanyaga hizo. Kila mwishoni mwa mwaka anatoaga sadaka za familia, sivyo? Za ndoa, sadaka ya kazi, sadaka aliyamejipangia hivyo. Kwa hiyo huyu anafahamu, hawezi akawezwa sehemu yoyote. Yaani yeye anajua Ayubu anatoka anatoa karamu ya kila mtoto wa kiume, wa kike, watoto wake wote anatolea sadaka mifugo yake ili wawe na ulinzi. Tunaelezea kuhusiana na hatima zetu jamani. Hatima zetu zina gharama. Hatima zetu zina gharama. Endelea maana unasemaje hapo? Kama hesabu yao yote ilivyokuwa. Huu mstari wa ngapi? Mstari wa 5. Hebu nenda mstari wa 8. Mstari wa 8 mpaka 10. Sio na bwana haraka. Kisha Bwana akamuuliza Shetani. Na point yangu ni kubwa ni hiyo. Bwana akamuuliza nani? Shetani. Je, umemwangalia huyo mtumishi wangu alivyo? Umemwangalia vizuri huyo mtumishi wangu alivyo? Kwa kuwa hapana mmoja ndiye kama yeye. Hapana mmoja, sikize. Kuitwa hapana mmoja, wanangu. Sio swala wewe kuja Jumapili na kurudi unakutana tena Jumapili. Kuna gharama ziko hapo. Nimesema kila mmoja ana kesho yake hapa mliokaa. Na hiyo kesho imepangwa na Mungu. Kwa nini uifikie kesho yako? Ni kwa sababu wewe ni mzembe. Kwa sababu wewe hutaki kugharimia. Kesho ya mtu imeamuliwa na Mungu. Destiny ya mtu, hatima ya mtu imeamuliwa na Mungu. Lakini namna kuifikia hiyo hatima ni mtu mwenyewe. Ndio maana tunapeleka watoto shule ili kwamba watoto hawa waifikie hatima yao wakiwa na elimu. Wakiwa na nini? Ndio awe kiongozi aliyosoma. Awe mama aolewe kwenye ndoa aliyosoma. Ni mwanamke lakini amesoma. Adanganywi. Bwana ndiye anasema bila nguvu. Amen. Bwana ndiye anasema bila nguvu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nimeeleza hilo. Sasa kuna haraka nimesema hatima ni nguvu ya kiungu yenye kutimiza malengo. Hatima nyingine, maana nyingine nimesema destiny is your assignment on earth. Ni jukumu ambalo umepewa duniani ulitimize. Yaani hatima ya mtu inaheshimiwa na Mungu. Amen. Na Mungu amekupa hiyo hatima uitimize. Ni hasara kubwa kufa duniani kabla hujaifikia hatima yako. Wanaendelea simama bila nguvu. Kuna watu wanakufa wanauawa bila kutimiza hatima. Sasa twende kwenye nafasi ya wauaji wa hatima. Nani anayeua hatima yako? Si kama sijataja majina kwanza wanaoweza kuua hatima yako. Amen. Aliyeelewa vizuri asimame bila nguvu. Amen. Nani ameelewa? Kitabu cha Mwanzo sura 37 mstari wa 19. Mpaka ule mstari tutakwambia utaishia wapi. Tutakwenda pale haraka. Mwanzo 37 ule mstari wa 19. Mwanzo, Genesis chapter number 37 ile verse 19. Tuangalie pale shawa nini kinaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Anasemaje Maisha? Biblia inasema kuanzia mstari wa 19. Mwanzo 37:19. Wakasemezana wao kwa wao, tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Tazama yule bwana wa ndoto anakuja. Anaambiwa Yusufu. Haya twende. Anaambiwa kanisa nani? Yusufu. Kwamba Yusufu alikuwa anaota ndoto. Ukirudi nyuma pale anasema aliota ndoto ya kwanza, akaota ndoto ya pili. Sio? Hivyo na kadhalika. Kwa mfano mstari wa 5 anasema Yusufu akaota ndoto. Akawapa ndugu zake habari. Unaona? Yeye akasema anaota ndoto, alafu anakuja na hapa nini? Ndugu zake habari. Anasema nao wakazidi kumchukia. Wakazidi kumchukia. Sema wakazidi kumchukia. Anasema anaota ndoto, lakini anawaambia ndugu zake. Nao wakazidi kumchukia. Yaani mwenye hatima ni hivi. Mwenye hatima iliyopangwa na Mungu. Ukionyesha hatima yako ni nani? Hakuna atakayekupenda. Hakuna kila mmoja atakuchukia. Kwa sababu wanajua kesho utakuwa mkubwa wao. Kesho utaongoza. Kwa hiyo ni muhimu kutambua sawa, kujua misingi ya mwanzo ya kutunza njia ya kuifikia hatima yako. Sasa tunaeleza hivi, hawa kina nani ambao wakafika mahali wakataka waiue hatima ya nani? Ya Yusufu. Kwa sababu Yusufu ilibidi lazima aote ili awe waziri mkuu. Ilibidi lazima aote, narudia, ili awe waziri mkuu. Wewe hapo ulipo
unabidi tu uone kesho yako ili uwe mtu fulani. Mimi haya maisha yangu nayoona, niliona miaka 30 iliyopita. Leo hii niangalie miaka mingapi? 30 iliyopita baba. Mwaka 1989, sio? Jamani, mpaka 1999, miaka 10, sio? Miaka 10 napata mchakato mwingine na mkubali Yesu Kristo kwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu. 1999 mpaka 2009, miaka mingapi? Miaka 20 jumla, sio? Yaani 10 na 20, sio? 2009 naanza huduma rasmi, nilikuwa kwenye nyumba kupanga. Bwana Yesu asifiwe sana. 2019, tunakumbuka jamani, si juzi tu. Miaka 30 ninapata maono niliyoona mwaka 1989. Aina ya kanisa nililojenga na madhabahu niliyojenga. Sio hiyo? Amina. Hata unashangilia. Sasa just imagine nikiwa darasa la 3 naota. Hapo namwambia mama. Mama ananiambia, "Wewe ni padre. Wewe si mlokole, wewe. Walokole ni mtawa, wewe ni padre." Unaweza kuona kwa ndoto ya mtu, hatima ya mtu inawindwa. Unaona tu hapo ulipo, unawindwa. Ndio maana uendi mbele. Ukianza kujitahidi uendi, watu wanaikamata kesho yako na wameifunga kwa fundo, wamepeleka baharini, wameweka kwenye chupa, picha yako imekaa kule. Wewe kila ukijaribu kuinuka, uendi. Wewe unabaki pale pale. Unafanana na watu wengine. Unafanana na watu ukoo. Unafanana na familia fulani. Hebu Yusufu anaota ule mlango wa 37, sio? Mstari wa 5, anaota ndoto, anachukiwa. Ndugu zake wanamchukia. Anaota ndoto gani? Anasema hivi, anasema nimeota ndoto jamani, kwamba nimeona nyota. Kwanza nimeona masuke, nakumbuka? Masuke si mangapi nimeona, afu baadaye suke langu mimi nimekaa katikati, afu masuke yote yameninamia. Maana kuinamia maana ni kusurrender, sio? Kuheshimu. Kaka zake akasema ina maana sisi tutakuheshimu wewe, tutakusujudia wewe. Akaota ndoto tena. Akaota tena kwamba aliota mwezi, jua na nyota. Safari hiyo na baba akasema na mimi tena. Ina maana wewe mtoto mkorofi, na mimi tena. Ina maana mimi na mama yangu tutapiga mama yetu kwa kweli. Hasemi. Wakamwandalia mtego. Ndugu zake wakamwandalia mtego. Haijalishi ni kaka yako, haijalishi ni dada yako, haijalishi ni shangazi yako, haijalishi jirani yako, haijalishi ni mchungaji wako, haijalishi yoyote yule, atakapoijua hatima yako ni bora, ni lazima andae mbinu za kuzuia. Nataka nikwambie, andae mbinu za kuzuia. Kuna mwalimu wangu mmoja nilifundisha geography nikiwa form 2. Yule mwalimu aliibiwa nafasi yake. Wakati wanasoma kwa middle school. Zikatoka nafasi, tunasema hizo nafasi za nje. Sawa? Za watu kusoma nje. Nafasi hizi 2. Kwa hiyo nafasi 2 jina lake ndio lilikuwepo pale. Nataka niwaambie kitu kimoja. Kilichofanyika ni hivi. Jina lilipokuja ofisini, wale walikuwa ofisini viongozi wakamwita mtu fulani, sitaki kumtaja mtu. Wakamwita mtu fulani, wakamwambia kuna nafasi siku 2. Kama kwa sababu babako ana uwezo, toa shilingi kadhaa, sawa? Sisi tukuunganishe uende Marekani. Kule Marekani wanajua tu jina, sio la mtu, lakini hawajui mtu mwenyewe. Kwa hiyo kilichofanyika, wakafuta ile jina la jamaa, akaingizwa yule mtu mwingine. Nikwambie kitu, yule mzee ni profesa. Yule mwalimu alinifundisha mimi alishia form 6 tu. Yule mzee ni profesa, lakini leo hii pamoja na profesa wake alikuwa mbunge, alikuwa waziri. Leo anatembea hata yani kiwete na kuona haoni. Sasa wakati nasimulia zile stories zake, nikana angalia kuna vitu vingine ya dhuluma hayafai. Unazoona unaiba hatima ya mtu, hujui ukuu wa hiyo hatima. Nyota yake ikoje? Ugumu wake ukoje? Ndio maana kila mmoja anapaswa aishi kwenye njia yake. Shangilia Bwana Yesu. Shangilia Jesus. Kuna watu waliiba vyeti vya shule.
Wameiba kubadilisha majina, wanafanya kazi na mpaka sasa hivi kwa majina ya watu wengine. Lakini kumbuka, kila hatima ya mtu utailipia. Ananielewa? Sema amen. Amen. Amtamsema amen nguvu. Kila ukiiba hatima ya mtu utailipia. Maana umekosa kuishi kwenye hatima yako, ukaiba hatima ya mtu. Jina linatafsiri hatima. Jina lako linatafsiri kwa nani? Unasema amen nguvu? Unaweza kusema amen nguvu? Bwana Yesu asifiwe. Anasema wakamwona kutokea mbali. Na walipomwona kutokea mbali, wakasema tazameni, yule mwota ndoto anakuja. Yule mwenye hatima kubwa anakuja. Watu wanakuona kutoka mbali. Viumbe mbalimbali vinakuona kutoka mbali. Hatima ni mvumo, sema ni mvumo. Unapotembea kuna sauti inasikika. Mwenye hatima ile nzito ndani. Unapotembea hivi, unaona kawaida, lakini huku unasikia wewe ni madini yanayotembea. Wewe ni mgodi unaotembea. Na ndio maana wanawaambia vijana wa kiume, lazima ujitunze. Ujana wako utunze. Haleluya. Ni lazima ubaki nao ujana wako. Usitumie ujana wako kabla hujaoa. Mabinti nawaambia kwamba usitumie mwili wako kabla hujaolewa. Maana ni hivi, kila unapolala na mwanaume, nimesema nguvu, ule mfumo wa nyota yako, wa hatima yako inapunguzwa. Inapungua. Kwa hiyo ukilala na mwanamke mara ya kwanza, ule mfumo unapungua. Mara ya pili unapungua. Mara ya tatu unapungua. Unapokwenda kuolewa, narudia, unapokwenda kuoa au kuolewa, unakosa nguvu ya kumiliki, ya kutawala, kwa sababu vyote ulishavigawa hapo nje. Angalia. Ananielewa sababu ni nini? Naelewa. Na ndio maana sasa tukasema kijana wa kiume ni lazima ubaki na kijana. Binti abaki lazima, kama unataka kuishi kwenye hatima yako iliyo nzuri. Mnakumbuka definition ya pili? Mnakumbuka nini? Anasema hatima ni kile ambacho Mungu amekiumba wewe uwe. Sasa unapotenda dhambi, unapunguza kile ambacho wewe uwe. Ananielewa sana mimi nguvu. Kwa hiyo unahitaji kuitunza, na kuitunza hatima yako sio mtu mwingine, ni wewe mwenyewe. Ni wewe. Kwa nini basi? Kila mwanadamu anaishi kwa magumu na hali ngumu, maisha magumu. Huhitaji kumwacha Yesu Kristo. Kitabu cha Yohana sura 3 mstari wa 16. Mungu aliupenda ulimwengu. Yohana sura 1 mstari wa 12. Wote waliopokea wakafanyika kwa nani? Wana. Na ili tuweze kumiliki na kutawala, tukafanywa kuwa wafalme na makuhani. Kitabu cha Ufunuo sura ya 5 mstari wa 10. Anasema naye akatufanya kuwa wafalme na makuhani ili watawale juu ya nchi. Tunaposema kwa wenye hatima ndio wanapaswa kutawala, wanapaswa kurudi. Leo hii watu wanaonekana si wenye nguvu kwenye taasisi, si wenye nguvu kwenye jamii, si wamepoteza nguvu ya hatima yao. Kama nilivyosema, hatima ni mvumo. Hebu niambie, kama unatenda dhambi, mvumo wa hatima yako umetoweka. Kwa hiyo unaondolewa, unakosa kabisa bora, unakosa nguvu. Unaweza kuajiriwa kazini, lakini hamna heshima, mfasi wako kuheshimu. Kuna eneo umepunguza, kuna ubora, ule mvumo wa hatima yako umepungukiwa. Kwa hiyo unaweza kutumia nguvu kubwa kuongoza, kumbe, sikiliza niwaambieni kidogo. Na Suleiman, nabii ninamwita Suleiman, hakutumia nguvu kubwa kuongoza watu. Nimesema watu walikuwa wanatoka mbali kuja kujifunza hekima ya Suleiman. Ni kwa sababu gani? Hatima yake alitambua, akadumu na kuishi kwa kufuata maelekezo. Mungu akupe kufuata maelekezo. Mungu akupe katika jina la Yesu. Hallelujah church. Nataka niseme vitu vya msingi ambavyo vitakusaidia sana kwenye maisha yako. Hatima nimesema ni mfumo. Tunza mfumo wako. Tunza heshima yako. Kwenye familia tunza. Wewe ni mama, baki kama mama. Wewe ni baba, baki kama baba. Watoto baki kama watoto. Ndivyo ilivyo. Ukiwa kazini, fanya kazi kama kiongozi. Fanya kazi kama mfuasi. Dumu hapo, kwa sababu hatima yako, kiongozi wako hawezi akafika mahali akakuonea wivu kama mna sababu. Ni lazima hatima inapiga kelele.
Hatima ya mtu inaweza kutishia sehemu yoyote. Ukikaa sehemu hivi kwa sababu ya hatima tu, watu wakikuona wanakuogopa. Watu wanashangaa. Wanauliza mfanya kazi, anafanya kazi wapi? Mbona maisha yake ni magumu sana? Baki hatima imepotezwa. Au huyu mfanya kazi, anafanya kazi wapi? Mbona umefanikiwa sana? Unasikia? Ni hatima ameitunza. Sababu nasema mshahara wake mdogo, lakini kwa sababu alijua kesho yake atakawe nayo, kwa mshahara ule ule aliuheshimu, alimtolea Mungu fungu la 10, akatoa dhabihu, akatunza, akafanyika kwa mfanyabiashara mkubwa. Huwezi kuwa na ubora na hatima iliyo njema kama maelekezo ya kwanza utakuwa unayapoteza. Ni muhimu kuchunga hapo. Unaweza kufanya kazi sana kwa bidii sana, mapato usiyaone. Hebu jiangalie, unaweza kukusanya hela mingi sana, lakini huoni kama unaendelea. Ni kwa sababu umelithamini sana tumbo lako kuliko hatima yako ya kesho. Mungu akupe kujua hatima yako na uifikie in Jesus name. Mungu akupe katika jina la Yesu. Luka sura ya 1 mstari wa 15 mpaka 17, hatima nimesema inapiga mwanga. Amen. Unaposaliwa mwana Yesu Kristo wakati anazaliwa. Alipozaliwa tunakumbuka, alipozaliwa tu Herode akapewa taarifa. Akaambiwa kuna mtoto amezaliwa. Tena ni mfalme. Taingia tumboni mwa nani? Mama yake. Yuko pale. Kwa hiyo hata wewe unashangaa, unajua kujifikia mara unajiuliza, hivi kwa nini napigwa sana? Kwa nini nasema sana? Yaani mimi tu amesikiaga. Na kuna watu wanasema kule Ulaya wanasema why always me? Unakumbuka? Kwa nini mimi tu? Usitiko umerogwa. Wewe ni mtu wa thamani sana. Lakini ulinyonywa ukatupwa na kubakia kwa mifupa. Yaani hatima yako, dhahabu yako, mafuta yako yakanyonywa. Hiyo moja. Lakini mbili, wakati mwingine unagombaniwa. Sema amen. Kwamba unagombaniwa, wewe ni mtu wa thamani, lakini hujajionyesha kwamba wewe ni mtu wa thamani. Kila mmoja akikuona anakuona wewe ni threat, anakuona wewe ni kitisho, anakuona kwamba wewe ufai. Umeona jamani, mwanamke ameolewa lakini hajiamini na ndoa yake. Hamjaona jamani, hicho tunakonacho. Binti anaweza kaja kutembelea kwenye nyumba yetu. Jana kaja tukaomba tu maji ya kunywa. Akitoka, mwanamke anaanza kuinua mdomo. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Maanake wewe mwanamke hujiamini kama wewe uko peke yako katika mji. Bwana Yesu asifiwe. Hata maskini nyonyo ni shida. Ndio maana sema mabinti, vijana wa kiume, ni muhimu kutambua hatima yenu ina Mungu ametengeneza. Kesho yenu Mungu ameweka. Lakini kufika kwenye ile hatima si Mungu tena. Anakuhitaji wewe uanze hatua za msingi, hatua za muhimu kufikia pale. Hebu just imagine, leo ndoa nyingi zinaharibika. Si kwa sababu watu wanapendana sana, lakini kwa sababu walishindwa kutunza, kuitambua hatima zao Mungu ambazo amewekea katika ndoa. Ndoa ulionao ina hatima yake. Kazi ulionao ina hatima yake. Biashara unayofanya ina hatima yake. Kila kitu unachokifanya Mungu alikiona kesho yake. Amekupa wewe ili ufike katika ile kesho ukiwa na furaha. Usiwe unalia. Kuna watu leo hii wamestaff kazi, haonekani kama wamestaff. Hebu just imagine, umefanya kazi miaka 30 ukiwa serikalini. Leo kwa unaweza kwenda Mzenga, jamani. Leo hii unaweza kwenda kulinda lindo sehemu fulani. Leo hii jamani, kweli kabisa. Leo hii unachukua buti nini kiatu ndio shusha ile unapiga. Mzee alikuwa anapokea fedha, mshahara anaweza kununua pea 4. Basi leo umekaa hapo unapiga. Maana huyu alishindwa kujitambua ina. Mungu akupe kujitambue. Amen. Sema naomba Mungu nitambue. Na mimi nasema utambulike katika jina la Yesu. Amen. Bila sema ukijijua utaheshimika. Mungu akupe heshima. Hatima yako kuanzia sasa, baada ya masomo yako kumaliza, ninaamini hautakuwa sawa tena. You will never be the same again. Ninaamini dada yangu utafikia ndoto zako. Sio? Fikia ndoto zako. Yaani inakula jambo nzuri kama unapendeza. Hatima yako wewe ni nesi. Wewe si nani? Wewe ni nani? Unasoma nini? Medical, sio clinical medicine. Wewe unatakiwa ufike pale. Ukishafika tayari Mungu alishaiona. Baada ya hapo sasa tayari unaanza kufanya kazi. Baada ya kufanya kazi yako ndipo sasa unasema kaka,
Mimi kuna mjamaa, kuna Muhindi anatembea tembea hapa. Hebu unaweza kuona kwenye jicho la kinabii, tuone kwamba anaweza kafaa ukamwita shemeji yako. Sasa bado ukiwa chuo huko jamani, mbilingi nyingi, unafika mahali mpaka unapata kazi umechoka, meno matano ameng'oka mekano. Kutabasamu huwezi tena. Lipstick mambo umevurugwa vibaya, umevurugwa mashamba yamekaa ovyo, mashamba yamenyorotoka, nywele zenyewe zimekaa ovyo. Ni kwa sababu kujua ni ngumu. Isiwe kwenu katika jina la Yesu. Sio sema kwa tayari mna watoto, mlikosea makosa, hamtarudia makosa tena. Sio jamani. Laeni watoto wao vizuri. Mkijua kwamba kuna hatima. Mkijua kwamba kuna nini? Jamani, nafundisha wao wasema. Ni muhimu kutambua kwamba wewe ni wa thamani sana. Sikiliza, nikasema mwanaume, hatima ya mwanaume si kutembea kijetumeni hivi. Hatima ya mwanaume ni kuhakikisha kama umeoa, ni kuhakikisha familia yako inakuwa na furaha. Watoto wako wanaruka kamba. Yaani ukitoka kazini unakuja, mtoto anaweza kwenda ile nyumba nyingine ndogo ile. Sawa? Anarudi. Unajua mtoto amekula, sio? Ameshiba. Lakini unafika pale, nyumba ndogo alienda tangia jana. Unaifahamu nyumba ndogo ile? Tangia jana. Unajua hali ngumu. Utalaumiwa tu baba. Baba sio sauti. Hiyo mimi nimekuja hapa. Sio sauti. Wala sio hivyo. Baba mwenye akili ni mwenye uwezo wa kuifikia hatima yake. Mungu akupe. Amen. Mungu akupe. Amen. Mungu akupe. Amen. Mama sio kunyonyesha watoto nziwa hivi nyonya ngana. Mama sio hivyo. Mama ni kuhakikisha malengo ya familia yanatimizwa, yanasimamiwa, ili muweze kuheshimiana na watoto wenu. Wakati huu umekufa, hauko duniani, umezikwa, kaburi lako litembelewi. Litatembelewaje kaburi lako? Wakati ukiwa hai, watoto wako wenyewe ulikuwa unawanyanyasa. Naana kutembelea. Litaota majani na misonobari, linatokeza kwenye katika kaburi pale. Ni mti nyota hivi. Umekaa sema baba analizikwa hapo. Ni muhimu kutengeneza hatima zenu leo, sawa? Ili kesho iwe na furaha. Hebu simama na nguvu nisikie. Amen. Hii hapa haitaji nabii wa Bwana aje kutabiria akasema unajua mimi naona nyuma yako, nyuma mgongo kuna kibiongo. Haitaji hivyo. Ni swala tu la kujua, baba nimesikia, nimekuelewa. Kuna mtu alinitumia message juzi, akaniambia baba, somo naomba urudie ile somo tena la Dream Killers. Mimi leo nilikuwa mahali pabaya sana. Sio ni nani yule? Alitumia. Ni wewe? Sio punga tu mkono binti yangu. Akaniambia, "Hebu angalia kwa ujasiri na baba. Mimi leo kumbe nikishapoteza. Baba wewe uishi maisha marefu." Nikamwambia, "Wow. Mungu, niongezee umri." Niendelea kufundisha. Anasema, "Maana kuna watu walikusudia kuua ndoto zake." Lakini nyuma mafundisho ananiambia, "Baba, nimefunguliwa. Hakuna mtu wa kuua ndoto zangu tena." Kwa ni muhimu kutambua haya mafundisho ambayo tunafundisha. Tunataka ufike mahali uishi kama mwana wa ushindi, uishi kama kabila la Yuda, uishi ukifanikiwa. Hatutaki kupigana kelele sana hapa. Amen. Tunahitaji kufahamu. Sema tunahitaji kufahamu. Tunahitaji kufunguliwa tena. Mungu akupe katika jina la Yesu. Destiny killers, wauaji wa hatima wako wengi sana. Wako wengi sana. Unapofika mahali, sawa binti yangu, unataka kuimba, sio? Na unasikia ukilala nyimbo unatunga, sio? Unasikia usani, tamani hivi. Unasikia praise. Lakini unapokuja kanisani, unaamua kushika mic pale, unaanza kuimba. Mtu anakuambia anaimba vibaya huyu. Unasikia? Yaani hajui kutaka kuimba. Afrika ng'ang'anizi tu. Huyu anaitwa nani? Muuaji wa nini? Wa hatima. Amen. Kwa sababu muuaji wa hatima ana shida hiyo. Muuaji wa hatima ni kwa hivyo. Hata kwenye familia mkishaoana, kuna maupuuzi fulani yanafanyikaga mle kwenye ndoa. Sawa? Wakati mwingine unaweza kumuuliza tu, unaweza hivi kwa mfano. Jamani, hizi ndio pochi jamani, si ndio pochi? Lakini sasa kuna kuambia kitu kimoja. Mke wako ana tatizo moja. Unaombea chukua hii pochi. Hebu chukua hii pochi. Alafu uliza, hiyo ndio nini? Hiyo ndio pochi? Uliza. Hiyo ndio pochi. Sasa nataka kujibu nini? Kwa mfano, sasa huyu hapa ananiua mimi nisifanye nini? Kuna watu mpaka leo hawanunui nguo na ume zao. Ni mdomo. Umenunulia nguo sasa, umenunulia cheke. Yaani imeonekana. Sio nini night dress.
wewe pokea, sio asante mke wangu, asante, msikie. Hapo ivae siku moja, kama ni chekecheke ivae, afu geuka kidogo, mwangalie kwamba naweza kutoka nje, kumbe naangaza hivi, hiyo yaache, utavaa usiku. Kwa hiyo inakubalika tu hivyo, ni kitu kadogo, lakini unapomwinukia unaua ile nini, shauku, ule uwezo wa kusaidia wewe, kwa sababu kumbuka ni baba mzuri tu, ni blessing mzuri tu, na hiki mbele chako, kidomo chako cha kipuzi, unafika mahali unaamua kuna kununua mwenye nguo, mwisho siku unasema mwanamume ndani ya nyumba hii, yaani lugha za misemeta, mwanamume ni wewe au mimi, nimejinunulia mwenyewe, leo ni mwaka 10, kila kitu najinunulia mwenyewe. Ni kwa sababu kimbele siku huyu baba alipokununulia gauni uliliponda, alipokununulia rasta akasema unaleta migomba, kuna mavitu yako hapa, hebu nishangilieni kidogo tu basi. Yaani lazima tujue hivi, kuna wauaji wa hatima wa baba ndani. Hata wewe ni muuaji wake. Umeua hatima mume wako, umeua hatima mke wako. Upo. Yaani umefika mahali umemchosha mke wako. Sikiliza, kuna vitu viko. Yaani unaweza mkawana kwa sababu maisha mlioana, mnasikia vizuri, lakini bado mke wako anapenda kusoma. Mke wako anataka aende shule. Umekuwa mwanamke mwingine una haja gani ya kusoma? Mimi nina kazi na kwa mshahara wangu mimi matumizi yangu zaidi ya mshahara. Mnasikia kile macho? Lakini kumbuka, huyu mwanamke sio hatima yake mshahara. Hatima yake ni taaluma ile. Wanaelewa sema bila nguvu. Kumbe wewe unapaswa kuwa destiny helper. Shangilia Bwana Yesu. Wewe unapaswa kuwa msaidizi wa hatima ya mke wako, ya mume wako. Mimi baada ya kumwambia mke wangu kwamba baada ya kumwoa 2008 kwenye familia hii, nikasema namba 1 ni Mungu. Namba 2, nikasema kipao namba 2 ni elimu. Kwa hiyo wife akaniambia hivi, kwa sababu kipaumbele namba 2 ni elimu, mume wangu, nataka uanze kusoma. 2011 baba nikaanza kulisiti. 2012 nikafanya advance 5 na 6. Mnaelewa vizuri jamani? Lakini ada alikuwa ikinilipia Pastor Eva, mshangilieni Pastor Eva jamani. Bwana Yesu asifiwe. Chuo mwaka wa kwanza mpaka miaka 6. Nikishua anatupiga tafu. Nikishua anapiga tafu. Safari ile kufika mahali kama wewe soma. Akasema mimi nitaweza kusoma. Kama soma, nikamtia moyo. Na yeye tarehe 12 anavaa jeo. Msomo na yeye. Kwa hiyo unaweza kuona tunapeana, tunapelekana mbele, nyuma ya kufahamu. Sema mimi na nguvu. Amen. Usijifanye bado utakufa bila kufikia ndoto zako. Yaani ukifa kule mbinguni, Mungu anakuona anakuwa burukutu la wewe ni bilionea, lakini umekuja kwake, umekuja kinyonge. Hivi ni hivi Mungu anasema. Na kuna malaika wa korofi, hivi ni wewe? Adolf mwenda kaya bilionea nani? Huko kuna njaa unapiga watu Wakati malaika wewe si wewe. Ni mimi bwana. Si wewe. Mpaka Mungu asema ni Mungu anakonyesha malaika. Ndiye mwenyewe. Kuna angels of korofi kule mbinguni. Unaweza kama hatima yako kuifikia kwa sababu gani mjasimaji kwa mfano, sio? Huwezi kuwa president, huwezi kuwa jamani, sikizeni vizuri jamani. Mimi naongea sasa kinabii hapa na kimafundisho. Huwezi kuwa first lady, sio? Kama hujajitunza vizuri. Muulizeni Esther. Unaelewa? Muulizeni Esther kibiblia. Huwezi kuwa first lady. Huwezi kuwa sio kitu cha tani kwa Israeli. Mke wa rais. Anajiamini. Kuna vigezo muhimu sana. Jitunze sasa hivi. Unashangaa, unakuwa na nywele zako narusha tupa. Umetimiza ndoto zako. Ndoto zako. Vizuri kabisa. Sasa nusu unalia nini? Unatimiza ndoto zako. Lazima kufika tu mahali ambapo ulipokatizwa, omba tena, mwambie mume wangu, nipe nafasi ya pili tena. Kwa sababu kuna mambo, unafika mahali, unapewa hela. Baada ya kushangilia na unakula. Kumbe ni hatima inasema. Kwa mimi hapa leo hii ningekuwa mwalimu. Lakini mjangao huyu alimdanganya mimi. Na ulipoje kwenye ndoa unataka kusoma nini? Hebu angalia lao. Ndio hapa kazi. Unakosa nini muda? Unakwenda saluni. Bwana saluni. Mwanamke mkorofi. Anatoka pale
mzuri wa kwanza, wa tatu tanizalia tena atikitiki. Unabaki kumbe wewe ndio ulikuwa mkurugenzi. Wewe ulikuwa. Haleluya. Leo na kwanza watu kidogo, lakini ndivyo ilivyo. Sasa hao ndio wauaji wa hatima. Hebu jese, baba, sasa nasema mimi, Rafael nasema mimi, sasa hamna. Asiliela akishakuwa, mwambie sikiliza. Kwa sababu unajua unasoma sasa. Chuo vyuo viko vyao. Nenda shule. Tena mkama mulake nenda shule. Wakati mwanangu na ndinga lako vizuri akichelewa, weka Azrieli, weka nyuma Rafael yule, Ariel weka nyuma, tunamfuata mama yenu chuo. Unapiga wote tende hasa ingia. Afikie hatima yake. Amekataa? Amekataa. Sio sasa. Ametamani anataka kama utaka kuangalau akala Israeli. Yeye. Kuna mavitu yako hapa. Bali muhimu sasa tutamwona kwa kumaliza sasa. Wale nielewa vizuri nasema mimi. Kuna mambo muhimu nataka nieleze ambayo atakusaidia sana. Hao ndio wanaitwa wauaji wa nini? Wa hatima. Mshangilie Bwana Yesu. Wakati tunataja hao wauaji wa hatima. Somo hili mtalipata who are the destiny killers. Hapo unaweza kaandika nani wauaji wa hatima. Nani wauaji wa hatima yako? Who are the destiny killers? Nani wauaji wa hatima yako? Hebu tuangalie kile kitabu cha Mathayo, nisomee pale. Mathayo sura ya 2 mstari wa 7, alafu tutasoma mstari wa 9 na 12. Who are the destiny killers? Nani? Namba moja tumesema kuna Herode. Andika Herode. Andika Herode. Herode sio yule kutoka Biblia. Herode anaweza kawa yote yule. Umewahi kuona rafiki yako kabisa? Rafiki yako kabisa unamfahamu wewe. Mnasoma nafikiri si Alpha si yuko hapa. Nataka nitoe mfano mmoja. Uliwahi kuona Victor, uliwahi kuona rafiki yako kabisa? Anaona rafiki yako nani? Pekee watu mnashoot sasa hivi. Sasa inasema watu mnashoot. Inafika mahali Victor unapata deal kali na baba yako. Tunafanya tu mkataba tu mzuri. Wanangu tunapata kamera 6. Kamera ngapi? 6. Alafu sasa na kuhamisha kwenye ile nyumba unaweka naenda kujengea nyumba moja kali na kamera ndani. Unaweza kufika mahali ukaona ghafla rafiki yako huyu ghafla sio Herman, sio nani. Rafiki yako ghafla anakuchukia. Unajua kuna kitu kama hicho. Na unasikia kama anajiona sana tangia amejiunga na fulani. Unasikia kama hicho? Ndivyo ilivyo kwa Herode. Kwa sababu Yesu alipaswa azaliwe kama mfalme. Na alitabiriwa kwamba atazaliwa kama mfalme. Amen. Herode aliposikia kuna mtoto Yesu amezaliwa kama mfalme, aliposikia habari zake tu za kuzaliwa kwake, akatengeneza chuki ya kutaka kumuua. Somea pale Mathayo sura ya 2 jamani. Sema hivi. Akatengeneza mazingira kutaka nini? Kumuua. Kuna marafiki wapo, unapofanikiwa tu hivi anageuka kwa adui yako. Yaani unajua, nisikilizeni vizuri hii hapa na uandike uke na nyota. Sawa nyota? Sawa, unasikia vizuri hapo? Weka na nyota. Kuna wakati mwanangu unatoka kazini, unatoka nyumbani unaenda kazini. Yule swaiba wako hakupendi. Ndio huyu anakusingizia mambo mabaya. Huyo anakuzushia. Ndio maana nikasema usimwamini mtu yoyote. Narudie tena leo. Don't trust anybody. Suspect everybody. Trust nobody. Mimi na brother Zamaro tunapendana sana. Lakini hatufiki kiwango cha kuaminiana sana. Wote tunataka gepo. Amwacha kama brother. Na mimi kama mdogo wake. Familia yake, sawa, ni familia yangu. Familia yangu mimi ni familia yake. Unaelewa? Kwa nasimama kama baba mdogo. Nitasimama kwa sababu yangu kama baba mdogo. Lakini kuna mazingira mengine sitaweza kutosheleza kwa familia yake. Itabidi yeye afanye tu. Bwana leo sema mimi na nguvu. Bwana Yesu asifiwe kanisa. Kwa hiyo lazima kutambua
Namba moja tumesema ni Herode. Kuna wakina Herode wengi my daughter. Anaweza kawa a really friend of you, a neighbor, a classmate. Anaweza kugeukia. Jamani, mimi hapa tuna testimony moja brother. Sio kama umesahau. Wakati tukienda Ugarumeteni, kuna kastori kamoja tulipata, sitaki kutaja live kabisa. Kuna mabinti wawili walitaka waolewe na mchungaji fulani. Kama nakumbuka kale story. Binti alipaswa kuolewa, mchungaji alimtaka binti fulani. Yule binti ana rafiki yake. Unaelewa sio jamani hapo? Ana rafiki yake. Haka story kazuri mno. Kwa hiyo wakiwa wanafanya jiki wanapelekana, sawa, anamsindikiza rafiki yake. Sio walokole mnajua guys, sivyo? Walokole mnajua kwamba utaki kwenda kumtembelea mchumba wako peke yako. Na ilikuwa mnatunzwa sana. Sio jamani? Wanakwenda wawili. Ina maana mimi nikienda kuchumbia, nataka na brother Mao. Yeye ndo anachunga hivi. Wanaongea nini? Atukona tukaanza kuongea, tunaanza kubusiana hivi. Anapeleka, wameanza kubusiana kwa wazee wa kanisa. Kwa hiyo mwisho siku tunatengwa au nini? Kwa hiyo sasa kilichofanyika, uchumba ukaendelea. Sikiliza, hao mabinti hao wawili. Uchumba ukaendelea. Kilichofanyika ni hivi, niwaambie kweli. Binti wa pili, yeye alikuwa tu mwaminifu. Yaani alikuwa hana shida. Alikuwa ni mwaminifu tu kwa ajili ya rafiki yake. Lakini wakatokea upande wa pili, marafiki wa upande wa pili wakasema habari ya mwanaume. Unaolewaje na huyu? Maskini sana kwao. Uko wao ni hii. Yao walishafika hatua mwisho, almost hatua ya katikati huko. Unaolewaje na nini? Wakamsema yule binti akagairi. Nafikiri kwenye atoka kutoka mahali. Akagairi. Alipogairi, yule jamaa ni pasa sasa hizi. Sasa ndio kama ni askofu. Akasema sasa kama rafiki yako amegairi, wewe unanipenda au unipendi? Wewe mimi nakupenda. Mimi nataka kuolewa sasa hizi. Mama kaenda chap. Anasema mtume kwa sasa hizi ndio. Na alisimulia mwenyewe ile story. Simulia ni baba. Akasimulia sasa mimi wala sikugodisha. Lakini mwenzangu alisikia sauti ya nani? Mimi baba alipokuja kuomba nyumbani, hasa mimi nifanyeje? Na mimi nataka kuolewa. Mimi nikaingia. Hasa alipoingia, baada ya mwaka mmoja akasema huyu amemzungusha mwenzake. Hii nalieleza tu. Lakini kuna wakina Herode wako design, wakina Herode kabisa, ambao wako tayari kukusemea vibaya kwa mwenzako. Chunga hiyo. Nani aliandika vizuri? Kama umeandika vizuri nishangilie basi. Isomea hapo kitabu cha Mathayo, anasema Mathayo 2:7 Biblia inasema. Kisha Herode akawaita wale mamajusi, akawaita ndio faragani. Akapata kwao uhakika ya muda tangu ilipoonekana ile nyota. Akapeleka Bethlehemu, akasema, shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto. Na mkiisha kumuona nileteeni habari. Mkaulize sana mambo ya nani? Mtoto. Wachawi ndio wanavyofanya. Wanapotaka kwa mfano wewe uko Dodoma leo, sio? Wachawi Dodoma hawezi kuroga hivyo hivyo. Ni mpaka wakuchunguze sana kukuchunguza kwamba wewe mfumo wako ni nini. Wakiingia haraka kwao wanaweza kafa, wakauawa au wakafilisika. Kwa lazima kujua unapenda nini. Na ndio maana nikasema, nilimwambia binti yangu Josephina mwaka 2013, nikamwambia binti yangu, wewe ni binti yangu, wewe ni kiongozi wangu. Nikasema unapaswa ujiweke kama kiongozi. Nakumbuka sio? Nikafika sehemu moja nikamkuta Josephina amenunua muhindi karanga zile. Nikaranga zile. Simeleze bwana. Ilikuwa ni karanga. Muhindi. Yaani hana shida, anapukuchua anakula. Wakati mimi nimemwekea mafuta kwa ni binti yangu mzuri, nikiomba sana. Nikasimama na gari nikamwangalia, ili nilikuwa pale bao nilikuja kusema kanisani. Nikasema sasa jasimaji. Mtu kama huyu utaweza kumtuma kwenye huduma kubwa kama ya mimi? Ni ngumu sana kusema na kutemana kwa watu. Anakula tu. Hawezi heshimika kama mama. Lakini aliponielewa, leo ni mama kiongozi anaanza kuona. Anaitwa ni mama kiongozi. Kuna vitu ambavyo vipo. Yaani hatima ya mtu inatesa usipoitunza. Yaani unapotembea ni mfumo.
wewe ni mfumo kabisa hivi. Kwa hiyo wachawi wana tabia ya kukuchafulia. Ni kama kitabu cha Mwanzo sura ya 9, unakumbuka vizuri? Pale sura ya 11, ile confusion of language. Sura 11 sura 9. Pale walipochafuliwa lugha 11, sio? Anasema walichafuliwa. Na wachawi wanafanya hivyo ili kwamba wakuone kwamba wewe ufai kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi kwa mbunge au nani. Wanaweza kuroga tu, unaanza tu kuongea tu ovyo, unakula ovyo. Ukifika tunachukua biskuti, unachana, unakula. Watu tunaangalia mtu mmoja kama huyu, anaweza kutongoza. Hebu angalia nidhamu ana. Hebu cheki mimi. Hatima ya mtu inaweza ikaharibiwa au wakaipindisha. Wachawi wana tabia kuipindisha hatima yako. Yaani binti kama nimetoa mfano, binti unataka kuolewa na huyu hapa. Huyu ndio mume wako msawi huyu. Mchawi anaweza kupindisha ukaolewa na gurudumu. Yaani baada ya kuolewa na tikiti, unaolewa na gurudumu. Unaolewa na nani? Kwa hiyo unashangaa ndani ya ndoa, unafika mahali mtu anakuuliza, hivi nikikujua hapo na nikikujua kumbe una kibiongo. Yaani hajui kama alikuwa na oa au kuolewa ni wewe. Kwa hiyo hatima wakapana nielewa jamani. Anasema mtoto alipozaliwa, Farao nani? Huyu nani? Herode anatuma watu. Unasikia? Pelelezeni kwa kina sana. Na wale Misri kwa kwa kitu kibali. Kasema mwenye hatima ya Mungu anaheshimika. Wewe katika jina la Yesu. Amen. Nasema wewe mwenye hatima maana ni ubora. Ubora wa Mungu ndani ya mtu ambao umekwisha kuandaliwa nao. Hebu just imagine, mimi ni mtoto niliyozaliwa kama njiti. Sawa? Nikiwa sieleweki kwenye familia. Leo hii nasikika na nyinyi mnanisikia. Sivyo? Maana ubora wa mtu unahifadhiwa na Mungu mwenyewe. Yaani Mungu alishauandaa ubora wako. Yaani kama pilau ilishapikwa, kama biriani ilishapikwa, imewekwa mahali pale. Mwenye kula hiyo biriani ni wewe. Sasa kimbelembele chako unataka ufe mapema. Na hapote. Unakwenda kule kwa biriani ndio inanukia kama biriani yako ile pale. Unatakiwa ufike pale ndio ule. Biblia inasema hivi, wale waliotumwa na Herode. Sio basi, nasoma mstari ngapi? Amen, anasema. Akasema shikeni njia mkaulize sana mambo ya mtoto. Na mkiishi kumuona mniletee habari. Ndio. Ili mimi nami niende nimsujudie. Ili mimi nami kumbe ana lengo la kufanya kumuua. Endelea. Nao waliposikia maneno ya mfalme, walishika njia na tazama ile nyota walioiona mashariki, ikawa watangulia. Tukasema hatima ni nyota ya mtu. Nani aliandika vizuri? Hatima ni nyota. Yaani Mungu amekuandalia nyota yako Jessica. Iko sehemu fulani. Anataka uifikie pale afu uimiliki. Ukimiliki, unatembea wakati huo na hesabu wako. Mnabadilisha madude, majumba ya thamani, watoto wenu wako vyuo vikuu. Mnaongea lugha nyepesi, sio lugha ngumu. Unajua usiondoke mimi nikiondoka hapo usiondoke. Ondoka hapo vibaka atapita. Haiko hivyo kwa sababu unapoondoka nyumba na fence. Sema ndio. Umepiga umeme. Umeme unataka security nini ile? Electric security. Alafu kuna kibao kikubwa kimeandikwa mbwa mkali. Haleluya. Pana haja kumweka mlinzi mke wako. Narudia, pana haja kumweka mlinzi mke wako. Kwa nini umetoka nyumbani? Yaani mnatoka pale kila mmoja na remote trick. Geti inafunguka kwa chwe. Leo tu kwa remote. Baba anapita unakwenda inarudi unakwenda baba anapita watoto wanapita hii. Geti linakaa peke yake. Unasikia? Vibaka wakija pale unengo unamlotisheni. Hapa hivi. Security guard pale ambao unawalisha unalipa kwa mwezi. Unakaa pale. Hata unakaa hapa. Haya mambo ni ya Wakristo. Jamani, tulisoma ile andiko la amani. Sio nilisomea lile. Akasema akajifanya kuwa maskini ili sio tu matajiri. Na umelisahau ile andiko. Nilikwambia usome mara 10 zaidi pale leo. Anasema yeye japokuwa alikuwa tajiri, Yesu, yeye ni tajiri. Sema ni tajiri. Hamsema kwa sauti kubwa. Yeye ni bilionea, akajifanya kuwa nani? Maskini ili mimi na wewe tu nani? Sasa tunasemaje utajiri wa Mungu kati atumiliki chochote? Ukiingia kwenye majumba huko, utakuta mijusi mikaa, panya mnafuruliza moda. Huyo kapita mjusi. Leta. Simama huko. Aliingia hapa. Mungu anapa. Mbona haro unacheka sana?
Mungu hana mpango na kitu. Mungu ana mpango. Unasikia? Ukifika pale home, hatima fikia hatima yako jina Yesu. Fikia hatima yako. Fikia uzuri wako. Umefika mahali, my daughter, unaingia nyumbani. Sawa, sehemu yako ya kuogea, unakuta mafuta yamebadilishwa. Lipstick imebadilishwa. Umetumia siku mbili. Dada au mfanyakazi anabadilisha na kuwekea vitu vingine. Sabuni unaogea siku mbili, anabadilisha. Lakini wewe sabuni moja unaogea mpaka na mpaka ulimi unaogea hivi. Karamuka chini. Hivi kwa unatafuta tena. Unatafuta maji tena unaogea. Yaani umaskini mbaya. Hebu tuondoke hapa jamani. Simshangilie jamani, tuondoke hapo. Unakuwa samaki mmoja analiwa na watu watano. Yaani siku la wangoni nani nyoni. Tunasema kumweja. Yaani unangoja unakata kidogo unapomzia. Unakata kidogo unapomzia. Hey, umaskini mbaya. Haleluya. Hebu nishangilie kwa Mungu amapeni tuwai tajiri. Shetani atadai kusema tuwai tajiri hataki. Nishangilie tena kupata baba tajiri. Kwa mimi na ufundisheni. Lakini lazima tuvuke katika jina la Yesu. Nasema lazima tuvuke in Jesus name. Lazima tuvuke. Haleluya. Leo hii unaweza kwenda Baresa unatembea kwa kuu, gari ni moja shida. Pata gari ni moja. Lakini nyingine ungora gari mbili au tatu hapo. Ile kanaro kwanza kule nikipata natengeneza. Mkiwife chukua funguo tuondoze tu kanisani. Sio baba. Na ile unakaa mbele fundi vipi? Kila fundi vipi? Bisi zimekwisha. Sasa umaskini ni mbaya. Umaskini mbaya. Lakini tunazo hatima. Tumepewa dhahabu zetu. Ziko pale. Unasikia? Yesu alikataa kusujudia hatima za kijinga. Luka sura ya 4, ule mstari wa 5 mpaka wa 8. Shetani anampeleka anamwambia, anasema unaona fahari yote. Unaenda anaona madini, almasi, badekani. Anasema yani hii kitu moja tu. Ukimsujudia ati na kwa Yesu akasema nyangao tu ama dini ya baba yangu mimi. Unasikia? Dhahabu ni baba yangu. Anapaswa kusujudiwa ni Mungu peke yake kwa sababu anajua hatima yake. Unapokosa kujua hatima yako utamsujudia kila moja. Hata mtu kipita na mkeshamo. Unapita kwa shikamo. Kumbuka mtu unaita boss. Boss amani. Boss. Hata tu una akili nzuri hata katola boss. Hivi kila sababu unafika kazini, una haki, kama ujifunze una haki yako, sio? Una haki ya kusikilizwa brother. Unafika pale ili usaidie boss habari ya saizi. Boss, leo unatambuza neno boss ili kwamba ajivune na baadhi ukikuta muhaya na boss mwenye pale. Mimi sifanya haya marudi hata siku moja. Mimi napaki gari yangu na funguo zangu naingia tu pale ofisini moja hivi. Kama mtu mzima mzee shikamoo. Kama mtu kwanza mimi ni mtu mzee. Mimi sasa mjambe shikamoo. Nikifika habari ya saizi, habari ya kazi. Mimi hapa kama najitambulisha kwa cheo cha utumishi. Mimi naitwa Nabii Luo au Mwambano, sawa, wa kanisa la Victory Faith. Nimekuja hapa nisaidie 1 2 3. Samahani kidogo kuja kwa ukali sana. Sio ukali. Kama unaelewa. Kwa sababu nina hela, ukinitibua naenda kwa hoteli na kula kwanza. Yaani hasira zangu naenda kule Ndara au naenda pale naenda nalipa laki mbili na napumzika kwanza. Hivi mtu alinijibu mmoja mpuzi mmoja. Sasa ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe. Ama somo sitaki kuyamaliza au niamalize mwaka huu. Bwana asifiwe. Wabeni kitu. Baada ya tarehe 17 niliahidi hiyo ili Jumapili ile nitaosha miguu kwa ajili ya kuvuka mwaka. Tunakumbuka? Na tutakadaga anointing. Tuingie kwetu kwa miguu ya chuma. Kule ng'ambo ya pili. Ndio baadaye waruhusu kwenda Shiro. Kwa sababu najua kuna watu walichoka sana. Lakini sasa hivi hamjachoka. Kuna watu walikuwa ngai hapa. Hata uso hii kwa ngai. Namba moja tumempata Herode, sio? Namba moja nani? Namba mbili tabia yako, yani self, ile tabia. Tabia yako ni
ni kiuaji kwa moja wapo cha ndoto, cha nini, cha hatima yako. Tabia. Yaani unaweza kama mfanya kazi bora, si ndivyo? Unaweza kama na bidii. Utaandika tabia yangu. Tabia yako ufike mahali hata kujitafuta, tabia yangu mimi nakubalika. Hivyo ufike mahali watu wengine wanagombana kwa sababu ya majibu mabaya kwa mume wake au kwa mke. Unajua? Yaani mume wako hajamaliza kujieleza. Ulitakaje sasa? Ulitakaje? Sasa wewe unifanyie hivi. Unaweza kuwashwa kwa sababu na yeye kule ujue ana madude yao ya nyumbani kwao. Na yeye kiduka anapanga na hivi. Umesikia? Wewe unafanya hivi. Mwenzako anapanga na hivi. Unapigwa ngumi moja, meno mawili hamna. Sasa unatakiwa sasa uende nje. Unapimwa, lazima uwe na meno yaliyokamilika. Unakuta meno mawili yameng'oka. Umekosa. Na mbele basi ndio kuna kosa ambazo ndio una meno yote. Unaona? Sasa kumbe kimbele chako cha kufanya nini? Kama ni tabia lakini mzuri. Mwanafunzi Noela, wewe ni mzuri darasani. You are very good in every word, every point. Lakini character, andika hapo, tabia. Tabia. Wewe kama mimi Angel mjanja, Angel akitoka kwa babake, Angel na kwa babake tunataka mpanga kwa sababu anakuja kwa nidhamu. Anakaa kwenye kiti kwanza hivi. Hapa anaangalia hivi. Baba unajua mimi shida hivi na hivi. Ndio hebu tuongee vizuri, tunyoshe sentence vizuri. Kwa sababu kuja kwa heshima. Glory kimbele akija. Dani sasa mimi unajua ninunulie hii. Nikamwambia sasa hiyo nisikununulie. Jifunze namna ya kuja kwao. Hapo sasa najuaga napataga vitu kija kwangu. Kwa sababu sasa ndio nidhamu. Kipindi cha nyuma alikuwa alafu baba mkata. Kwanza niliahidi kipindi sana badilisha nini kwamba akiwa mkubwa yeye, mama yake atanunulia gari. Mimi nitanunulia mkanda wa suruali. Nikamwambia rekebisha kwanza ili ujue mimi baba yako. Akafika watu tukapatana vizuri. Sasa hapo kija anaambia baba samahani. Anadaiwa. Unaona? Ana kabisa unaona respect. Kwa hiyo tabia character. Watu wengi wenye tabia baba ni muuaji wa watu nao. Ufiki. Hiyo unasikia. Unajua ni kiburi sana. Unasikia? Tumeshindwa kumsaidia kwa sababu ana kiburi na majibu ya ovyo. Majibu ya ovyo. Sio ni hao kwenda zako wewe. Kwa nini pekee yako mko? Anatoa sifa za uongo. Sifa tu yenyewe si matajiri bwana. Wala hamna tajiri yoyote. Tabia. Unaweza mkaambia hivi sikiza. Wewe kesho yako ni pale nyuma ile kamera. Kule ndio kuna mali yako. Lakini unapopita hapo kuna watu wakorofi wanakuuliza maswali mengine ya dharau. Lakini wewe usipita hapo na wewe usionyeshe dharau yako. Sawa? Unapasa unatembea hivi. Unajua mtu mwingine ndiye tu bwana, tazama unapotembea. Wewe umezaliwa na mwana hivi. Wewe usimuzi unataka nini? Kama ndio nimezaliwa hivyo. Unajua jibu hili linajitosha. Unataka nini? Bwana wewe yako ni kubwa. Meno tayari umeharibu ufiki kule. Akaambia kiburi toka. Unatolewa. Walionielewa sema mimi na nguvu. Character. Kilichomwangamiza Yusufu aingie kwenye hatima yake amechoka sawa tabia. Alikuwa anasema kila kitu kwa kila mmoja. Aliyekoti amshangilie Bwana Yesu. Alikuwa anaongea yani he always used to speak everything to anybody, to everyone. Alikuwa akiongea kila kitu kwa kila mtu. Kuna mambo ambayo hutakiwi kumwambia mtu mwingine. Kuna mambo unapaswa kueleza. Ndio maana nikasema mabinti ambao mna bahati wazazi wenu wapo wa kiume wako hai. Mambo yenu yanahusiana na changamoto za kiume, usikimbilie kumwambia mama kwanza. Mwambie nani? Baba. Baba tahamaki, sawa? Lakini mwisho siku atakuwa huyu binti yako. Umeelewa? Atakwambia, mwanangu, kwa kuwa umesema kweli, ili hapo usifanye. Sawa? Mimi nakusaidia. Ukimwambia mama, unaona kosaga hivi hapo. Ukimwambia mama yeye ni mwanamke, sema mama ni mwanamke. Kisaikolojia, narudia. Kisaikolojia mama yako pia na wivu. Yaani Josephine hakubali sana.
Sara nani? Ana afanikiwe kumpita yeye kisaikolojia. Wanasema mina nguvu. Kwa hiyo Ana akiwa anauliza mambo mengi wa mama, anasema wewe fanya tu unavyoweza kuona. Kwa sababu kisaikolojia mawazo yake, yaani ubongo wake unamtuma hivi kwamba huyu nikimweleza kila kitu atakuwa kama vile atanivuka, alafu baadaye atajidai. Kaji. Unaelewa vizuri hapo? Sasa ili upate uhondo wote na batizo upate baba mzuri, lakini sio baba sharubaro tu. Unatakiwa upate baba. Unasikia? Ndio maana kama babako wa kimwili kwenye kitabu kile cha Efeso sura 5 sio? Anasema waheshimuni na watii. Sawa, wazazi wao katika Bwana. Kama nakumbuka vizuri. Kama baba yako wa kimwili unaona baba nikimwambia 50 wewe kama baba mwenyewe anakunywa pombe muda wote. Baba yeye yuko mayulanga, yaani yeye anakuja saa 2 yuko tila lila. Mama anapata shida. Umeokoka, mtafute baba yako wa kiroho. Mwamini. Mwambie A to Z. Alafu ushauri na ukupa ufanye kazi. Mshauri Bwana Yesu. Ninyi mliobarikiwa kuwa na baba wenye ufahamu na akili, usisite, kaa na baba yako. Mweleze everything big, na sababu unamwambia big take. Mweleze kila kitu. Baba bila tena changamoto hii. Atakwambia mwanangu, unajua kauli ya baba ni nzito na yenye furaha ukifanya. Anakwambia mwanangu, muda bado hujamaliza chuo. Najua ule mzuri, lakini komaa kwanza, vumilia miaka hiyo. Mimi baba yako, ndio utakosa nini? Ada nakupa. Unasikia? Hii hapa matumizi nakupa. Nenda kasome shule. Kwa hiyo mtoto wa kike unakuwa proud na baba yako. Kule hata kaenda sababu kikija unamuuliza swali. Wewe ni mzuri kuliko baba yako. Unajua na kioko mwenyewe tu huyo anatoka zake. Unasikia? Unamaliza college yako. Mtoto wa kiume hawezi kupata ushauri mzuri kwa baba yake. I'm telling you. Hii ni saikolojia. Hawezi ambia baba yake everything. Mtoto wa kiume akitaka kusustain maisha yake vizuri, somea kitabu cha Mithali sura 31. Ule mstari wa kwanza mpaka wa 4. Mithali. Mtoto wa kiume kesho hatima yake ile uweze kurithi vizuri, ni lazima kae nyumbani. Mulizeni Yakobo. Yakobo singeitwa baba wa mataifa. Ni vile nasema Isaka alimwambia Esau, mwanangu nitengenezee chakula kizuri. Maana nimesema nataka nikubariki. Wakati anaongea Isaka, mke wake Rebeka yupo. Mke wake Rebeka aliposikia Yakobo alikuwa anachunga mifugo, alikuwa akifaa kuhudumia huduma pale za nyumbani. Ni mtoto wa kufanya usafi. Unaona, mama kimwambia nikachukua mwiko na kwenda osha vyombo na osha. Umeelewa? Mama akafikiria hizi baraka za uzao za utawala ni mtu nyenyewe na kapo lini huyu? Esau alikuwa na manyoya mengi sana. Alikuwa ni mwindaji. Yaani mtu wakati na mwanangu bado anaosha vyombo. Alipoondoka Esau, akamuta Yakobo jikoni akamwambia, sikiliza, unajua kuna baraka za mwisho. Baba yako kama anakufa anataka zitoe. Sasa alimwambia kakako amtafutie mnyama pori kule, amtengenezee mboga, ampe afa mbariki. Sasa wewe katafute ndama mzuri mbele sisi. Haleluya. Unaweza kwenda mtoto wa kiume hapa anavyo enjoy. Watoto wa mama tupo. Shema wewe. Shema mimi na wewe. Hata kama utaki. Haleluya. Wana potential kubwa sana. Mimi nimesomeshwa na mama kwa mkubwa. Umeelewa vizuri? Wana potential kubwa. Mama alinifundisha upendo. Mama aliniambia ukiona mtu nguo yake imechanika, tafuta nguo nzuri mpe. Nikiwa na mdogo nachukua sura yangu nzuri nampa anavaa. Eti namta maskini. Kwa sababu upendo ule alinipa. From there nilikuwa mpaka leo niko kutoa kusaidia vitu hasa ile shida. Kwa sababu ile tendo lilitengenezwa nani? Na mama. Baba anakwambia wewe sikiliza wewe. Wewe ni mwanaume bwana. Unakumbuka kauli alimwambia Daudi, alimwambia Suleiman, jionesha, lazima jitahidi kujionesha mbele za watu kwa ni mwanaume, acha ujinga wako wewe. Akaondoka zake. Huyu mkuta Alfa anaongea na mke mpaka sasa.
Mimi sina muda kutoa material sana. Mimi naomba tu Alpha. Mimi hapa ni baba yako. Wewe ni junior, unaelewa vizuri hapo. Mambo mengine mimi naongea kumkola mkola, wakati mwingine ndakupiga kichwa. Hichi hapa kifanye, hicho usikifanye. Shut up. Lakini akija Angel, naanza kufikiria binti yangu Angel, Glory. Yale manyangao mengine kule yanapiga matizi, yanakaa. Unaweza kufikiria namna gani hata pambana nao. Najaribu kumtia nguvu Angel. Unajua mwanangu, nakuwa. Mwanangu ndio kwa hivi. Lini? Na mwambie Angel, niombe niwe mzima. Angalau Mungu kaza kufanya maamuzi, mimi niwe mzima. Ile tena unaniletea yule kijana, anakuja. Najua umechagua mtu mwenye kuniheshimu. Kama haja niheshimu, ndio maana jitahidi kujenga nyumba nyingi ili sio lazima uolewe huko. Nitatoka na nduki, nitaruka sarakasi nikiwa bado nina miaka 80. Naruka na mtu hapa. Kwa sababu gani? Lakini Alpha tuletea muhindi shwara kwa sababu mama yake amechagua. Mama yake ndio alimwambia. Amesema methali hapa. Abdona. Anasema ni methali. Anasemaje methali? 31. Moja mpaka 4. Biblia inasema maneno mfalme la mweli mausia aliyofundishwa na mama yake. Ni nini mwanangu, tena ni nini mwana wa tumbo langu? Ni nini mwanangu, tena ni nini mwana wa tumbo langu? Tena ni nini mwana wa nadhiri zangu? Usiwape wanawake nguvu zako. Usiwape wanawake nini? Nguvu zako. Aliyesema neno nani? Ni mama. Shangeni mama jamani. Hakuna mama. Mimi hapa ni mtoto wa mama, msione hivi. Na mtu akimdharau mama anajisikia vibaya kwa sababu gani? Sijawahi kusikia mtu akiteleza anasema baba yangu wewe. Umesikia hilo? Mama yangu wewe. Umeelewa vizuri hapo? Alpha anamwambia mama, mimi baba siwezi kuomba hela, aende hicho. Bado kusukuma. Pia na. Kama hivyo umetuma wewe mwenyewe uwe kwako. Sikia. Kuna vitu vipo hapo. Iko kwa hiyo tabia tulisema, sio hivyo? Herodi tumemtaja, tabia tumetaja. Kuna watu muhimu hapa ambao namba 2, kuna watu wanaitwa kina Tobia na Sanballat. Kina Tobia na Sanballat, hao ni wauaji wa nini? Wa hatima. Kina Tobia na Sanballat ni aina ya watu, andika tu hivyo, lakini scriptures nitakupa hiyo ni wiki ijayo au vinginevyo. Lakini andika watu alafu tutawajadili mmoja baada ya mwingine. Kuna mtu anaitwa Tobia na nani? Na Sanballat. Hao ni watu gani wanangu? Hao ni watu ambao unaweza kuanzisha biashara. Sawa Neema? Biashara inapofika kiwango fulani cha kutaka kukua, anakuja mtu anakwambia biashara hii si nzuri, hailipi sasa hivi. Huyu mtu anaua hatima yako. Hao ni watu wa kuangalia sana. Unasikia hii biashara haifai. Ndio hivyo bro. Unafika mahali ndani unasikia motivation, ule msukumo tu wa kumtumikia Mungu. Lakini mtu anakuja anaamua kukuminya na kwambia wewe ufai, wewe ni mzee wa kanisa. Kwa nani anasema mimi nangu jamani? Wewe hapo wewe ni shemasi tu. Yaani jamani unajua? Nini shemasi tu? Unaona? Kwa sababu unafika mahali unaamua kutoboa njia mwenyewe, unaelekea kule mbali. Kina Sanballat, wakina Tobia, hao ni watu wa kuangalia sana. Hao ni wauaji wa nini? Wa ndoto. Namba ngapi? Namba 3 namba 4? Namba 3 Yezebel. Wakina Yezebel. Yezebel ni hao washirikina. Yezebel ni watishaji. Hao wachawi. Mahali popote unapoishi, unapofanya maombi, laani roho za kichawi. Kataa roho za kichawi. Wako kwa ajili ya kudhoofisha. Umejenga tu ofisi, wanakuja, wanapiga pale, wanajambia mishuzi biashara yako. Wanachota nyayo kwenye mahali pale kwa wateja. Wewe unapofungua biashara yako, hawa watu wauaji wa hatima, shughulika nao. Anaendelea sema bila nguvu. Waandike kwenye karatasi yako, unakuja kwenye madhabahu, unawataja wakina Herode mahali popote alipo. Herode alimfuata Yesu Kristo ili amue. Inawezekana kuna Herode mahali popote. Huyu Herode ameangalia hatima yangu, ameona nyota yangu na ng'aa, ameitamkia mabaya, ameniwekea vikao. Mimi nakataa, mimi nainuka vibaya dhidi yake kwa jina la Yesu. Wakina Tobia wapo. Nimeanzisha biashara hii, nimeanzisha huduma hii mnaiona hapo, mnaona sio? Wakina Tobia na Sanballat wapo tena, wanahubiri injili kabisa ya Yesu na yeye. Wako kule wanasema ataweza huyu, tutamwona
Wala utapaswa mimi nikaga hapa na inukaga tu kinyume na kile Tobia. Wakina Sanbalati nasema inawezekana. Hii kanisa litakwisha. Kanisa hili litakaa. Watu wenye nguvu watakuwa hapa. Tutamwabudu Mungu katika roho na kweli. Mahali hapa tutaimba sifa za shangwe. Mahali hapa Yesu atakuja, atajitwalia mavuno. Mahali hapa wala sio sehemu nyingine. Ni mahali hapa. Lazima tuwashinde wakina Tobia, wakina Sanbalati. Tuwashinde wakina Yezebeli na mangapi? Yezebeli. Nimesema Yezebeli, yeye kazi yake ni kuhakikisha anaingilia ndoa. Watu mmeoana, yeye anahakikisha tu ndoa hii isabaratike. Anahakikisha tu kwenye mtaa unashangaa mabinti wanakuwa wazinzi, vijana wanakuwa wazinzi, mabinti wanakuwa malaya kwenye kila mtaa. Si kila mitaa yote wanakuwa hivyo. Unaweza kushangaa Chang'ombe ya juu, mabinti wote wamezalishwa, wengi wamezalishwa. Tena Chang'ombe ya chini huko, mabinti bado. Hao wanafika mahali huyu Yezebeli ndio analeta uchizi. Unashangaa mabinti wanakuwa baadaye wanakuwa mazezeta, wanakuwa hawajiwezi chochote, wanadumu mahali hapa, hawaolewi mapema, wanachezewa tu, hawa wananajisiwa. Huyu ni mkuu wa anga. Huyu anaweza kaa kwenye familia, anaweza kumshawishi mume wake atembee nje ya ndoa, maana ni yeye ni roho ya kike. Hiyo Yezebeli ni roho ya kike, inaweza kukaa ndani ya mume na mwanamume, sawa, ikafanya matendo ya kike. Unashangaa mwanamume ni mbea, mwanamume ni mgombanishi. Hamjasikia kama hicho? Mwanamume na makalio yake anakuja, anakupa taarifa za ajabu ajabu. Hivyo nasikia mama fulani leo amefumaniwa. Ni mwanaume, ana ndevu zake, ana mvi zake, anakuja. Wewe jua tu huyu hapa ni Yezebeli. Nishangilie basi jamani. Yezebeli. Yeye kazi yake ni kuchukua maneno huku ni kuleta hapa. Wapo wakina Kinyambe wanaume, wakina Kinyambe wanawake. Wapo wakina nani wale? Wakina mcharuko. Wako na mcharuko wengi wa kiume, wakina mcharuko wa kike. Wapo mtaa. Hao ni kile Yezebeli. Kazi yao. Wewe unafika mahali. Mimi sitembea kwenye barabara, lakini unaambiwa, "Nimeona mke wako," unamuuliza swali. Nimekuuliza swali. Wewe nimeona sifaje mpita hapo. Wewe swali nimekuuliza. Na unasema amepita. Ameenda wapi? Na kwenda kukwaga. Sasa unaanza kuchukua simu yako che. Uko wapi? Yezebeli anagombanisha ndoa. Lazima tuwashinde katika jina la Yesu. Lazima tuwashinde in Jesus name. Lazima tufikie mahali tuwashinde. Shinda Yezebeli. Shinda Herode. Shinda Sanbalati. Wapo kwenye familia, wapo kwenye huduma, hata mkiwa kwenye kanisani, wapo kwenye Yezebeli. Tena Yezebeli, niwaambie, Yezebeli baba yake alikuwa mchungaji. Yezebeli, kwa roho ya Yezebeli asili yake ni kanisani. Wako makanisani, mnakaa hapa, wewe mama umevaa gauni nzuri, umenunua bei kubwa, umejivaa, umejilinganisha hivi, unajiona wao, mume wako amekusifia nyumbani, unaingia tu hapa, umekaa hapa, unatoka, anakwambia anakusholia nani hiyo? Baya. Yezebeli. Yezebeli. Mtu anunua gari, anaweka gari, magari yako unaweza kukalala watu wote hapa. Kwa nani amekuuliza? Eti gari na buti kuna. Funga mlango wewe. Ingia kidogo ndio pasa ndio. Lala kidogo. Wewe ni Yezebeli. Wewe inuka. Hiyo ndio leo sema mimi na nguvu wewe. Yezebeli. Yezebeli afai kwenye familia. Katoto kanaweza kalifisha tabia. Mama nikwambia kitu. Nini? Kwenye kanisa, makanisa wingi hizo roho zimejaa. Nyingi zimejaa. Kuna mwingine ni mbea wa mchungaji. Kuna mwingine arudi ni mbea nani? Yaani yeye ni kumpelekea taarifa mchungaji. Taarifa za kweli au za uongo. Unafika tu mahali. Mimi niliwahi, sikiliza. Haya mambo na uzoefu nayo, mnisikilize vizuri jamani. Jamani, mnisikilize vizuri kanisa. Fungua masikio yako kwanza sasa, nisikilize. Ninaposema roho ya Yezebeli imetawala makanisani, kwa sababu Yezebeli yeye asili yake wapi? Ni kanisani. Umeelewa? Unaweza fika mahali, mimi ninapofundisha hapo, unasikia? Napeleka jina Noela. Umeelewa? Sara. Umeelewa?
Kuna mtu analeta naye. Yaani huna hata aibu. Unamsema baba yako. Kwa mfano. Kama sema kwa mfano tu. Mimi ni watoto wangu wote. Mimi tunalia machozi mkifeli. Mkiumia analia. Lazima nikutaje kwa jina. Biblia inasema mchungaji wa kweli anawajua kondoo wake kwa majina yao. Anajua kwa sauti. Kondoo huyo amejeruhiwa sasa. Injinia anaongea naye amejeruhiwa. Wanangu kwa hapa. Unaweza ukaja hapa. Ndio. Na kuja anamtia moyo. Mimi ndio mganga. Inuka mwanangu. Vita bado vinaendelea. Lakini kesho yetu ni kuzuri. Kuna kutoka. Arise and shine. Baba nimepoteza milioni 15. Na mwambia milioni 15 makaratasi tu mwanangu. Umeachua uhai. Milioni 15 utazipata kesho. Na mwambia gani hadi. Kuna mambo ambayo utakiwa kudili nayo. Achana nao. Kesho yako imeandaliwa na Mungu. Destiny yako imeandaliwa na Mungu. Mungu anajua kesho yako itakuwaje. Anajua kesho yako ni alfajiri. Anajua kesho yako ni asubuhi. Iliyoona umande wa baraka, umande wa shangwe, umande wa furaha. Roho ya Yesu ni mbaya. Kila mmoja mwangalie jana yake. Roho ya Yesu. Roho ya Yesu ni mbaya. Sawa kiongozi. Ni mbaya. Mbaya sana. Nilikuwa sina kitabu mimi. Baba yeye ndo amenitengenezea kwa neno kitabu. Sikitaki hicho. Mama anapiga madikuliko paka na sitaki kula. Na nimekula. Mke wangu alipiga msosi mzuri. Hata naweza kunipiga msosi mzuri kama mke wangu. Lakini mimi ni baba huko ndani. Na kama hali naeleza mfano tu. Roho ya Yesu inakuwa kanisani. Inakaa. Bwana baba anamuita sana binti fulani. Mama fulani anaongea naye sana. Anaona mdoto harakisha. Harakisha. Harakisha muda mrefu sema namuombea Mungu ampe mume mmoja hadi safukani. Basi nasikia na baba baba. Ona na baba mama. Basi na nini? Waombea kibao ndani ya kanisa. Ile ilani kwa jina la Yesu. Amen. Amseme mimi na nguvu. Amen. Kwanza kumsema baba yako ni mbaya. Hivi unakaa wapi? Mimi kutamkia mema mangapi? Hata kama nasikia nitawaeleza maisha ya nani ya maisha ya Nuhu na watoto wake. Sawa? Nitaeleza muda ukifika. Lazima tujue ya kwamba sisi ni wazazi kuanzia kule kwa watoto wetu. Alafu tukaja hapa tunaitwa tunafanya kwa uaminifu. Na ndio maana mtoto kubali kuonywa, kubali kukaribiwa, kubali kutiwa moyo. Utafanikiwa sana kwenye maisha yako. Mungu akupe katika jina la Yesu. Mungu akupe in Jesus name. Point yangu ya mwisho na ya msingi, kuna mtu anaitwa Delila. Roho ya Delila. Wakina Delila anaweza kama mwanamume, anaweza kama mwanamke. Namaliza hapa jamani. Delila ni mtu gani? Ni roho gani? Delila anasema nimependa your point. Anasema they seduce you. They share out your secrets. They betray you to your enemies. They are evil strategists. Yaani hivi wanahakikisha wanashare siri zako. Wanakula na wewe. Si ndivyo? Wanacheka na wewe. Lakini wako tayari kukusaliti. Hebu angalia jamani, rafiki yako mzuri wako tayari kufanya nini? Kukusaliti. Wako tayari kukusaliti. Nitakuongeza pointi zingine. Waliofurahia somo wasema mimi na nguvu. Amen. Waliofurahia somo wasema mimi na nguvu. Amen. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Sema katika jina la Yesu. Ninalani leo kila wanaosimama kinyume nao, wale destiny killers, katika jina la Yesu. Ninatangaza leo kila muuaji wa hatima yangu leo namkataa, leo namkataa kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Leo namkataa